Oyone gai otahingagĩrĩria ciĩranĩro ciake nĩ na ayuaga ndaceragĩrwo ndatĩraga tiga gũthenũka itũra Ngai oiga nĩwe nũngĩrũgama kararanie narĩo Ngai oigĩte nĩguo ũguo nĩguo wakuga tiguo. Salimia watu wawili waambie amesalimiwa na mtumishi wa Mungu. Ushoke umwire ali karibu sana. Kisha mkaribishe sana. Dhidi wa nyumba eno ya Ngai. Katika nyumba ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni muhoko wakwa ati Ngai nyamurithĩtie kiumia kiu giothe kiarĩ kia kuhituka. Ni tumaini langu kwamba Mungu amewalisha katika wiki iliyopita. Na tha cia mutharaba ni itwaranĩte hamwe na Na rehema za msalaba zimeandamana pamoja nanyi. Ndamwona ngagoca Ngai. Nikiwaona natukuza Mungu. Ni tondu rikoragwo ri ihoya riakwa. Kwa kuwa ni ombi langu. Sande ciothe ngimuohora. Jumapili zote nikiwafungua. Ni njiraga Ngai ndeithĩria ciana ici we mũrĩithi ũtarĩ wa mũcara. Naambia Mungu kwamba linda hawa watoto wenu ambao upewe muthenya wa kiumia. Ikiwaona siku ya Jumapili. Othe mena thayũ na ũgima wa mwĩrĩ. Wakiwa na amani na afya njema. We Ngai wanjĩtire nĩ ngagũtĩĩa mũno. We Mungu uliyeniita nitakuheshimu sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ũguo ndakuona hamwe na mwĩroreri wakwa. Nimekuona wewe pamoja na mtazamaji wangu. Ndaigua kũgoca Ngai mũno. Nahisi kumtukuza Mungu sana. Nĩ tondũ tha cia Ngai nĩ itũkinyĩrĩire. Kwa ajili ya rehema za Mungu zimetufikia. Tũrĩ mweri wa 8. Tumo mwezi wa 8. Mweri ũrĩa bũrũri wa Kenya nĩ mweri ũihũrĩte nduma. Mwezi ambao nchi ya Kenya imejawa na giza. Nĩ tondũ nĩguo mweri ũrĩa andũ mate mĩoyo yao mũno na thikũ iria ndare. Kwa kuwa mwezi huu ndio ambao watu wamepoteza mioyo yao kabisa. Mweri ũyũ bado no mweru. Mwezi huu bado ni mpya. Na kuna watu wengi sana wamepoteza maisha yao kwa sababu ya ajali za kitofauti. Wengine wamepata ajali za train, wengine ni ajali za barabara. Lakini wewe na mimi Mungu ametuhifadhi. Hivyo tuko na sababu kamili ya kulitukuza jina la Jehova. Amen. Tumpe Bwana sadaka mzuri ya makofi. Amen. Yes. Gikuyu kiugaga ati mutino nduri njamba. Kikuyu wanasema kwamba ajali haina shujaa. Ona riu ni ngukurathira. Hata sasa nakutabiria. We nduri ngwataniro na gikuo. Wewe una uhusiano na kifo. Ngwataniro na mitino ya barabara. Hauna uhusiano na bahati za barabara. Amenie orauga. Mungu akulinde pamoja na jamii yako. Kwa sababu ya hiyo amina inayotoka ndani ya kinywa chako na ndani yako kumejaa imani ya kutosha. Bwana akulinde na familia yako. Na akulinde na wale wanaitanishwa na wewe. Akulinde na watoto wako. Na umalize mwendo salama. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivyo basi wale wako na nguvu na wakaombea wale wamepungukiwa. Waliosimama wakaombea walioanguka. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo tuombe sana kwa sababu ya taifa la Kenya. Kama vile mnajua kwamba mwezi huu na nilikuwa nimesema. Huu ni mwezi unakuanga umenunuliwa na shetani. Huu mwezi ndio shetani anachukua nyota za wateue wa Mungu. Huu mwezi ndio unakuwa na maafa mengi. Hata ukienda kuchunguza miaka 5 iliyopita. Mwezi wa 8 tumepoteza watu wengi sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwako nimetangaza ya kwamba mwezi wa 8 ni mwezi wa baraka. Mwezi wa 8 ni mwezi wa mafanikio. Amina. Tubarikiwe na Yesu. Tubarikiwe na Mungu. Mungu asababishe uishi hai. Mungu awache ukaishi hai. Kwa ajili ya siku kama ijayo. Utukuze Mungu. Siku ya leo ishi kama imekuondolea aibu. Watu wakaombe sana. Na rehema za Bwana zitatufikia. Na zitatupata. Watu wakumbuke na makanisa mengine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikija kuna jambo Mungu ametuambia kwamba tukaombe. Kunaonekana kuna fadha. Kanisa la Katoliki.
urenda kugethwo ni Ngai anataka kuvunwa na Mungu na utuika miaka yake ni mingi kuonekana miaka yake ni mingi aronekana akira andu anaonekana akiambia watu kuhereriai na muharakishe karibieni na muharakishe nigetha murie giathi ili mkapokee meza ya Bwana tondu ngiria kuinuka kwa kuwa niko karibu kwenda nyumbani na ndona agirwo ni guoko gutheru muno nikaona amejua na mkono msafi na ndanakorwo ainuka na haja kuwa ameenda nyumbani agwira kigongona-ini na akua akaangukia kwenye madhabahu akafa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu atukuzwe. No tige kuo kia nduma lakini si kifo ya giza ni areketia utungata ni Mungu kusema kwamba amemaliza ibada ironekana iri mingi inaonekana miaka yake ni mingi kiria tungika ni kuhoya kile tutaomba ni kuomba tumeo ndikamukore kigongona-ini hiyo giza isipate kwenye madhabahu kigongona gitigathahe ili madhabahu yasiwe najisi yatua kugethare lakini Mungu akivuna ndarigererio hawezi zuirika wathani thiini ware twitheruria Jesu ndagwita ni tondu ware unjitiriirie maguta ni tondu uyu waretie na undu wa kanua gaku Ngai na ugakinyeria matu ma Samueli akaigua ndaguthaitha ni tondu wa kanitha waku kanitha uyu mutheru wa Gatoreki nitwakararia Ngai wa iguru mubango wothe wa nduma mubango wothe wa giconoko mubango wothe wa gikuo nitwakiugararia nitwakaingata katika Yesu Kristo wa Nazareti. Wani ore njira nyingi cia kugetha maciaro tondu we niwe uhandaga no tuguthaithe ungitikira muongerere onokorwo ni wiki onokorwo ni mweri na tongitikirika ona ngikorwo ni mwaka umwe thiini wa Kristo Jesu nikio twahoya. Amina. Sema amina nzuri. Ithiria mundu ucio ngimwire karibu sana kwa ibada ya leo. Salimia mwenzio mwambie karibu sana kwa ibada ya leo. No mwira woigwe we haria hagirire na uisi mahali upo panafaa. Moyo wangu ni mwema una amani na ina kirigiriro kia muoyo na tumaini la uzima. Ndaruga mahonokete na ngakurwo ni Ngai. Nimesimama hapa nimeokoka na nikakombolewa na Mungu. Tulio hamwe rugendo-ini. Uliza mwenzio kana kuwa yuko katika safari. Uliza tulio hamwe rugendo-ini. Uliza kana kuwa yuko kwenye safari. Uliza no turathie Sayuni. Uliza kana kuwa naenda Sayuni. Makuagwo ni muru wa Ngai akamakua
Asante DJ. Inua mkono wako moja juu. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Tunakushukuru kwa fadhili zako Ebeneza. Wakati mwingine umefika Baba wa rehema ukaweze kunena na mioyo yetu. Yes. Baba wa mbinguni, achilia nguvu zako Jehova, wacha Roho wako Mtakatifu wakatembee. Wale wanaumwa Baba wa mbinguni ukawanguze na ukawaponye. Yes. Wale wamefika mwisho Ebeneza ukawatengenezea njia. Lile neno Baba wa mbinguni na kwenda kushuka hapa Jehova. Yes. Wacha likawe faida, likawe kama mbegu iliyomea na ikazaa mara 100 kwa 100. Amen. Hata wale wanatutazama wakiwa bali, wacha neno lako likawakomboe na likawaponye. Yes. Kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu tunakaribisha uwepo wako. Amen. Sema amina. Amen. Naomba ukaketi na Jehova akubariki na akutende mambo mazuri. Amen. Basi ikiwa ni mara yako ya kwanza kufika kwa ibada zetu, karibu sana. Amen. Ikiwa wewe ni mgeni, mara yako ya kwanza kufika hapa, karibu sana. Na ikiwa bado wewe ni mara yako ya kwanza kupatana nami pale upande wa YouTube. Yes. Majina yangu ni Bishop Samuel Oboro, tunakuletea neno kutoka hapa Kayole Junction. Amen. Maguna Supermarket. Jehova akubariki na akutende mambo mazuri. Amen. Kwa sababu ya maelekezo zaidi utapata namba inapita pale chini ya runinga yako. Unaweza ukauliza swali upande wa imo, unaweza basi ukapiga simu upande wa WhatsApp, unaweza ukatuma ujumbe wako na ujumbe wako utafika na utajibiwa. Basi usisahau ya kwamba kutumia hiyo namba vizuri, maana basi unaweza ukatuma support yako, unaweza ukaaminika kwa sadaka na fungu la 10. Jehova akubariki unapoendelea kushare na kusubscribe. Yes. Bwana akubariki na akutende mambo mazuri. Tupige makofi mazuri. Amen. Nejo na uhure wega gukira oguo. Utaithĩtio ni uhoti wa Ngai. Amen. Sema amina. Amen. Leo ningetaka unipe masikio zaidi. Sema amina. Amina. Na kama wewe ni mmoja wa wale wanataka kukua kiroho, Amen. wacha kuzoea kuenda kwa kanisa ya Mungu kama broker. Yes. Wacha kuzoea kwenda nyumba ya Mungu kama unakwenda supermarket. Kabisa. Ni vizuri nenda kwa nyumba ya Mungu ukiwa umejipanga vizuri. Wakati mwingine kuwa na mahali pa kuandika, kuwa na kalamu, kuwa na kitabu. Hiyo ni njia moja ya kuonyeshana ya kwamba wewe ni mwanafunzi mzuri. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ili hata ukiulizwa Sunday mlisoma nini unaweza ukakumbuka. Yes. Lakini sio kukuja hapa baka macho inachoka vile umekodoa hivi Kabisa. na katikati ya wiki hakuna kitu unakumbuka. Bwana Yesu asifiwe. Kama unataka kukua mwanafunzi mzuri. Yes. Sema amen. Amen. Kama unataka kukua mwanafunzi mzuri na ndani yako kufanyike na kuwe na matokeo mazuri. Yes. Kuwa wakati mwingine kubeba mahali pa kuandika. Amen. Sema amen. Tunapofika kwa nyumba ya Mungu hakuna mkubwa wala hakuna mdogo. Yes. Tunanyenyekea zote, tunakuwa watoto wa Mungu. Amen. Sema amina. Amina. Na Wakristiano kama wangeshika hii wapunguze kiburi. Yes. Mungu angewabariki sana. Kama Wakristiano wangekubali kufuata sheria ya Mungu, wangekuwa bari sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ili hata ninapowaambia sharamu, hata ukitoka pale, ni vizuri uwe na Biblia. Uwe na Biblia. Wacha kuamini ya simu. Uwe na Biblia. Angalau unaweza ukaiweka hapo wakati unalala. Mungu anaweza akakuamsha akupatie maandiko. Simu inaweza ikazima, kunaweza kuwa hakuna stima. Lakini wakati uko na Biblia, kila wakati Roho wa Mungu atakuhudumia. Amen. Sema amen. Amen. Na sijui kwa nini wengi walibadilika. Maana kitabu watu hata walikuwa wanaenda na kale ka Biblia kadogo. Kale ka shule. Lakini kutoka watu wabarikiwe kidogo wanakuwa na kiburi. Bwana Yesu asifiwe. Basi tungekuwa kama ndugu zetu wale wanaitwa Waislamu. Kabisa. Neema ya Mungu ingetembea kwetu. Kabisa. Waislamu wanapoingia pale ndani ya msikiti wao, hakuna mkubwa, hakuna tajiri, hakuna masikini. Ikifika ni wakati wa kusali, kila mtu anapiga magoti yake. Kila mtu anapiga magoti yake. Kila mtu anaabudu kwa haki na kweli. Amen. Hello. Amen. Hata ukienda pale Isiri, ikifika ni wakati wa kusali, raiti hata afunge duka yake, asichelewe na masaa ya kuenda kwa ibada zao. Kabisa. Lakini hata hapa kanisani mtu anakaa kulingana na pesa yake. Akiwa amevaa nguo nzuri, hata wakati wengine wanapiga magoti, yeye hawezi akapiga, anaongozwa na kiburi ya mavazi. Wakati wengine wanaomba wanalia, yeye ako kwa simu. Ni hidi arali ya George na wengine ni wakati wanaomba. Waangalia tu wachungaji mnapofanya ibada, muangalie hawa. Wakati wengine wanapiga magoti, yeye hapigi. Hakubali kunyenyekea kwa sababu kwa mfuko kuna 2,000.
Sema amen. Na wale ikifika ni wakati wa kulala, wanalala chini. Yes. Wanalala chini. Juzi niliona ya kwamba sijui ni wa Mombasa ama ni wa Marindi. Yes. Wana complain ya kwamba hawana mahali pa kuabudu. Kamera inazumu, wazee wamesimamisha magari yao Range Rover. Yes. Wanapiga magoti kwa mchanga, kwa vumbi. Kabisa. Kwa vumbi tu anakubali kunyenyekea. Yes. Maana anajuana na Mola wake vizuri. Amen. Oh my God. Lakini wa Kristiano kwa sababu wako na kibeti mnono. Na hizi vitu zinashagi huku hivi. Hawezi akanyenyekea. Aha. Yeye anaangalia vile amevaa. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Muislamu mgani hapo hana Qur'an? Mkristiano mgani huyu hana Biblia? Hana Biblia. Biblia. Nikisema tunaenda kwa Mathayo unafika mbele yetu, mimi nimefika. Kabisa. Hata nikisema wale wamefika waseme amina. Ile amina utasikia ya kwanza ni wale hawana Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Salimia watu wawili waambie kuwa barua nzuri ya kusomeka. Kwa barua nzuri ya kusomeka. Halo? Hello. Hata university. Yes. Sema amen. Amen. Wanabeba vitabu za kuandika note. Kabisa. Hata kama wako na laptop. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata wakimea ndevu wao Wana vitabu. wanakubali kunyenyekea. Bwana ni roho so. Amen. Unipe sikio leo sana. Amen. Maana roho wa Mungu atatunenea kwa njia ya kipekee. Amen. Leo nataka kufundisha na kuongelea kuhusu umuhimu wa taa ya Mungu. Amen. Hallelujah. Mimi sijaongelea kuhusu nyota. Sijaongelea kuhusu mwezi. Oh yes. Naongelea kuhusu taa Amina. ya Mungu. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana wengi walidhani wakiwa na nyota Amen. wako na taa. Amina. Kuna utofauti mkubwa sana. Yes. Ya mtu mwenye nyota na mtu taa. mwenye taa. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo siongelei kuhusu malaika. Yes. Na siongelei kuhusu nyota. Yes. Naongelea kuhusu taa ya Mungu. Amen. Na kila mwanadamu aliyezaliwa Yes. anapaswa kuwa na taa ya Amen. Mungu. Amen. Kuna watu wameitwa na Mungu wako na neema na kibali. Yes. Wako na nyota lakini kwa maisha yao Oh, yes. hawana taa Amen. ya Mungu. Oh, yes. Acha nirudia hiyo. Kuna mtu ako na neema na kibali. Yes. Na hata yuko na nyota. Kabisa. Lakini ndani yake hana nini? Hana taa. Kaida dojo kelia hana nini? Hana taa. Hebu tujaribu kutafsiri kidogo. Kana gotariria. Ama kuelezea. Kazi ya nyota ni gani? Na nyota inafanya kazi wakati mgani? Usiku. Nyota hakuna wakati utaiona mchana. Oh yes. Nyota inaonekana usiku. Usiku. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kuna watu wengi sana katika maisha yao Yes. wako na nyota kubwa sana. Oh yes. Lakini kwa sababu ya kutokuwa na taa ya Mungu, Yes. bado wanaendelea kuteseka na kukua watumwa. My Kabisa. God. Sema amina. Amina. Kwa sababu uzuri wa taa, Yes. nyota hakuna wakati utaibeba Yes. uende nayo bedroom. Kweli. Hakuna wakati utang'oa nyota biguni uishike kwa mkono Yes. ikusaidie kutafuta kitu sitini. Yes. Lakini taa, uzuri wa taa, Amen. uko na uwezo wa kutembea nayo Amen. mahali popote. Amen. That is very true. Hii ndio uzuri wa taa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Kuna watu wengi sana wako na nyota. Yes. Lakini hapa wanapaswa kupita. Amen. Yes. Hapa hitajiki nyota. Oh, yes. Panahitajika taa. Oh Amen. my God. Hata kama yuko na nyota kubwa. Oh, Jesus. Hata kama yuko na nyota kubwa. Yes. Hawezi akaing'oa biguni. Oh, yes. Hawezi akaishika kwa mikono. Kweli. Haiwezi ikamsaidia. Aha. Yes. Kutafuta kitu chini ya kitanda. Kabisa. Lakini uzuri wa taa, Utaiweka chini. mahala, Popote. Pote. uzuri mwingine wa taa ndio huu. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amina. Uzuri wa taa, taa haitumiki tu usiku. Yes. Taa inatumika hata mchana. Tamcha. Hallelujah. Maana wakati mwingine kwa bedroom hata kama umefungua madirisha, Oh Yes. yes. kuna uwezekano kuwe hakuna mwanga wa Mwangaza. kutosha. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kuna kitu nakitaka. Yes. Hapo sio ribashaka. Yeah. Hapo sio nyota. Yeah. Hapo ni taa itakusaidia. Yes. Hapo ni taa itakusaidia. Oh, yes. Narudia, hapo ni taa. Itatusaidia. Hivyo maisha ya Mkristiano Yes. anapaswa awe na malaika. Anapaswa awe na nyota. Amen. Na taa. Anapaswa
awe na taa. Hallelujah. Wana wali 10. Watano walimulikiwa na nyota? Hapana. Walimulikiwa na nyota? La hasha. Na kule walikuwa naingia kumngojea Bwana Yesu. Ni nyota ilifanya kazi? La hasha. Na hawa watano wenye taa na taa zao kwenye mafuta wanaambia wao wengine, sasa nakupenda sana dada yangu. Lakini mafuta ambayo iko ndani ya taa yangu ni ya kutoshea. Nikijaribu kidogo nikugawie, mimi na wewe wote tutakuwa nje. Maana tutazimiwa. Sema amina. Amina. Taa yetu itazima kabla hatujampokea, hatujamuraki Bwana Yesu. Sema amina. Amen. Hapa tunaona wanawali, watu wameokoka vizuri. Ndani yao wako na nyota ya Mungu. Lakini walijua umuhimu wa taa. Ndipo wanasema ya kwamba taa yangu iko na mafuta ya kutoshea. Kabisa. Wakristiano wengi wako katika maisha ya giza. Maisha ya Wakristiano wengi haina taa. Maisha ya Wakristiano wengi haina mwanga. Wameokoka vizuri, wako na nyota, wako na neema. Lakini kama hakuna taa, kuna mambo hayatatimia na hayatatendeka. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Basi chukua Biblia yako. Kitabu ya Mathayo 5. Ninaposema kuhusu taa, kuna watu naona wameniangalia vizuri sana. Kumaanisha hiyo kwao hawajawahi sikia. Kabisa. Na hata hawajui wanahitaji taa kwa maisha yao. Kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kondolea mwenzako macho, muulize, taa ya kwako inawaka? Taa ya kwako inawaka? Si unisaidie kumuuliza, taa ya kwako inawaka? Taa ya kwako inawaka. Muulize tena, taa ya kwako iko na mwanga? Taa ya kwako ina mwangaza? Muulize tena, taa ya kwako inakusaidia? Taa ya kwako inakusaidia? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kama vile mnajua wakati tulikuwa watoto wadogo, kulikuwa na kataa kalikuwa kanaitwa kanyitera ama koroboi. Sema amina. Amen. Na wakati umetumwa kwa nyanya yako uende ukaombe chumvi, kalikuwa kanahitaji kulindwa sana. Kabisa. Maana wakati mwingine upepo ukizidi, kanazima. Na bereni wale unajua sasa wewe umekuwa watao. Ukijaribu sasa hivi kukumbuka giza ya zamani ilikuwa ni giza ungeshika na mikono. Kabisa. Ni giza kama ya kwa shetani. Sema amina. Amina. Bahati mbaya kagazimikia katikati. Kabisa. Sasa wewe ni upige duru ukujiwe tu hapo. Sema amina. Maana tayari macho yako yalikuwa yameshimba mwangaza ya nini? Ya taa. Ya taa. Hivyo kakizima giza inakuwa times 10. Kabisa. Halo. Alafu unasahau nyanya yako alikuwa amevua maguo akaanika. Sasa ile kigoti ya babu yako kinafanya hivi kwa kamba. Unadhani ni mtu? Sema amen. Unaona ni kama ni keshetani. Sema amina. Amina. Hapo ndio unatetemeka na unaanza kuona umuhimu wa taa. Umuhimu wa nini? Wa taa. Umuhimu wa taa. Iko watu wengine katika maisha yao. Kuna upepo wa kishetani ulikuja. Ukazima taa ya kwao. Kabisa. Lakini kwa sababu hawakuwa wamefundishwa umuhimu wa taa. Hata ilipozimika hawakujua imezimika. Maana hata ilipowaka hawakujua taa ya kwao imewaka. Kabisa. Bado hujanielewa? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Taa ilipozimika, yeye hakujali, maana hata ilipokuwa ikiwaka, hakujua yuko na taa inawaka. Kabisa. Maana angejua angeitumia vizuri. Kabisa. Angeitumia vizuri. Angeitumia vizuri. Hivyo wengine kulitumwa upepo wa kijini. My God. Ukazima taa ya kwake. Bwana Yesu asifiwe. Leo nataka nikufundishe vizuri. Sema amina. Na sio kukufundisha tu. Leo ninakuhakishia taa. Amina. Hata kama ni adui alizima. Leo kabla niwaambie shalom. Kila taa ya mtu wako hapa. Na wale wananitazama, lazima itawaka. Nasema taa lazima itawaka. Unaposema amina, taa ya kwako inawekwa mafuta. Unaposema amen, inaongezewa mafuta. Amina. Maana wengine taa yao ilizima kwa kutojua. Hapana. Kwa kutoitunza.
kwa kuto kuimaintain. Yes. Wengine walizimikiwa na taa jiani. Oh Jesus. Sema amina. Amen. Watu wote wenye gari kuna gauge ya fuel. Hallelujah. Na magari zingine inakuambia fuel ambayo iko ndani ya gari itakuwezesha kuenda kwa kilomita ngapi. Amen. Hivyo kwanza unasimama. Yes. Unaingia kwa Google Map. Amen. Unaangalia nikiwa hapa. Yes. Ile petrol station iko karibu. Iko wapi? Inakuletea Total. Yes. Ama Shell. Amen. Ama Rubis. Inakuambia kutoka hapa ulipo. Yes. Rubis iko kwa kilomita 10. Amen. Na iko mkono fulani. Bado unatazama kwa gari. Yes. Yale mafuta niko nayo itaniwezesha kufika mpaka pale. Yes. Unaona mafuta ambayo iko ndani ya tanki nasema inaweza ikatembea kilomita 13. Yes. Hapa sasa shaka inaondoka, wasiwasi inaondoka. Maana tayari kuna kitu moja umekijua. Lakini watu wengi wamesafiri bila kujua wako na taa na taa yao haina mafuta. Na kwanza bahati mbaya pale ilizimia. Ni pale anahitaji taa sana. Kabisa. Oh yes. Pale ilifanya nini? Ilizimia. Kwanza hapo inasimia. Hapo ndio unahitaji mwanga wake sana. Amen. Lakini tutafanya nini kwa sababu wewe haukujua right yako na haki yako. Haukujua maisha yako unapaswa kuwa na nini? Na taa. Basi tusome maandiko. Kitabu ni cha Mathayo 5 mstari wa 15. inasema, wala watu hawawashi taa na kuifunika kwa bakuli. Badala yake huiweka kwenye kinara chake, nayo hutoa mwanga kwa kila mtu aliyomo ndani ya ile nyumba. Hebu rudia tena. Inasema, hapa maandiko inasema hakuna mtu mwenye akili timamu. Hakuna mtu mwenye maarifa. Hakuna mtu mwenye akili sawa, Mr. Chairman. Anaweza hebu niakishiwe msumata tafadhali kwa haraka sana. Hallelujah Jesus. Maana watu wengine nisipowaelezea na niwaonyeshe hawatashika. Kile watafanya ni kupelekana na mimi hivi kama kamera kweli na gushokania nani ugo na ukimoria kiria manyitire marakwira one time na ngemakauga tu tam ruriro boro rero Kenya. Hiyo ndio wimbo ambao inaimbwa. Ugawe meni. Amen. Hello. Hello. Dauga chakirio tawa. Oh yes. Niashiwe taa. Hebu nikondole macho vizuri. Amina. Na kama itawezekana niwe gatome tokota horetie fanisi. Yes. Hapa unikondolee macho vizuri. Amen. Maana mtu mwenye akili sawa, mtu mwenye kichwa mzuri, mtu ambao hana barua ya eczema, mtu ambao kichwa yake iko sawa, hawezi akaakisha taa kisha akaificha chini ya kitanda. Lakini maandiko inasema anapaswa aiweke juu. Kila mtu aione. Hello? Hapa kuna kitu hujaelewa. yes. Jesus. Tani ya watu wangapi? Wote. Maandiko inaongelea kuhusu tani ya nani? Tani ya mtu mmoja. Amen. Lakini maandiko inasema anapaswa iwakishe na iweke juu ya meza. Yes. Ili ikaweze kumulikia watu wengine. Hivyo ni kumaanisha, sio kumaanisha kwa familia ya kwamba kila mtu yuko na taa. Lakini wakati taa yako inafanya kazi, mulikia ndugu zako. Amina. Oh yes. Bado hujanipata. Oh Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amina. Hakuna mtu mwenye taa. Sema amen. amen Anaweza akaiweka wapi? Chini ya kitanda. Aya, nani anaona hii mwangaza ya kando? Hiyo unaona mkono dhina wa moko. Nani anaona? Kama unaona vizuri weka mkono vizuri kama unaona hii mwangaza. Oh yes. Hebu ifiche hapa. Ifiche hapo kwa Pastor John. Oh my God. Ifiche hapo. Sasa hii mwangaza inapofichwa hapo, inasaidia nani? Swali ni inasaidia mwenzake? hapana Dojokeria inasaidia mwenye taa? La hasha. Inasaidia wale watu wako karibu. yes Bwana Yesu asifiwe. Hapa nikondolee macho vizuri. My God. Hakuna mwenye kichwa sawa. Hakuna mtu mwenye akili sawa. Anaweza akaakiza taa. Akaiweke chini ya kitanda. Hivyo unapoona kuna taa iko chini ya kitanda, hapo kuna uchawi. Hapo kuna uganga. Hapo kuna kifunga macho. Nani ameleta hiyo taa? Bwana Yesu asifiwe. amen Huyu ndio mwenye taa. Hallelujah. Na maandiko inasema
hakuna vile huyu mwenye taa anaweza akaiweka chini ya nini? Ya kitanda. Hivyo basi kama tunaona taa chini ya kitanda iliwekwa na nani? Iliwekwa na adui. Iliwekwa na nini? Na adui. Sijui kama tunaelewana. Yes. Nani anaweza akaweka taa chini ya kitanda? Hakuna. Alafu bado tumuone mikono anaguza maana haoni. Sema amen. Anapapasa papasa. Oh my God. Lakini chini ya kitanda kuna nini? Kuna taa. Kuna taa. Rudia tena hayo maandiko. Inasema pale 5 Mathayo 15. Wala watu hawawashi taa. Wala watu, rudia, wala mtu hawashi taa. Hawashi taa na kuifunika. Na kuifunika. Sema amina. Wacha niirudie hii. Kama taa ya kwako walifunika, leo inafunuliwa. Kama taa ya kwako ilifichwa na adui, ilifichwa na waganga, leo inafunuliwa. Jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Halo. Halo. Malaika anashuka leo. Amen. Anatusaidia na njia gani? Hiyo taa bado inawaka. Basi kama inawaka, kile kitafanyika ndio hii. Kuna watu waliona taa ya kwako inaweza ikakupeleka mbali. Tanegero ukija kifiriti. My God, my God. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nataka sasa ulete hiyo kando. Oh yes. Ukiwa umeibeba vizuri. Na kabla hujaileta nataka kwanza usimame hapo. Oh yes. Nataka tukubaliane na hawa watu. Oh yes. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kila aliyeficha taa ya kwako, kila walioshikana wakafunika, 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 taa ya kwako inafunuliwa. Amina. Ninaposema taa inafunuliwa, naye malaika anatembea. Hata kama walificha kwa bahari, malaika anaendea. Hata kama iliwekwa kwa shimo, malaika anaendea. Hallelujah. Oh yes. Halo. Halo. Haya. Patia huyu sasa. Oh God. Na uitunza vizuri. My Father. Sasa ndio huyu hapa. Yes. Tunaona mtu mwenye alikuwa na taa. Ndio. Lakini alinyang'anywa. Hivyo maisha yake ni ya kubahatisha. Wakati mwingine anaanguka kwa maji. Maana macho yake hayaoni vizuri. Wakati mwingine anategwa na kitu. Hivyo maisha yake amejaa majeraha kwa sababu alinyang'anywa taa. Kodole mezako macho mwambie leo nimekuelewa. Huwa hauanguki kwa kutaka. Ni kwa sababu walikuondolea taa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka huyu uone maisha yake ni ya kufanya nini? Ya kupapasa papasa. Ni ya kupapasa papasa. Ungekuwa tayari unafanya nini? Papasa papasa. Hivyo hata anapotafuta kazi bado hana mafanikio. Anapojaribu kuoa hana mafanikio. Anapoweka biashara yake hana mafanikio. Lakini kuambia kitu. Unapomuona akipapasa papasa, maandiko inasema my Father, hakuna mtu anaweza akaweka taa chini ya kitanda. Malaika atakayetumwa ataleta taa ya kwako. Analeta taa ya kwako. Analeta taa ya kwako. Na huyu bado anapapasa papasa. Hallelujah. Lakini siku ya leo tarehe 10 mwezi wa 8, malaika akishuka, sema amen. Anamkamatisha taa ya kwake. Hivyo kuanzia leo maisha ya kupapasa papasa inafika mwisho. Wale wako mbele yake na wale wako nyuma yake atawasaidia, maana yeye yuko na taa. Hivyo ndivyo leo nawapatanisha kila mtu na taa ya kwake. Tuulizane swali. Kama hakuna mtu mwenye kichwa sawa, anaweza akaweka taa chini ya kitanda. Kodole masako macho muulize ni nani aliweka yako? Nani akaweka yako? Muulize nani aliiba taa yako? Nani akaiba taa yako? Sema amina. Amen. Siku ya Wednesday kuna watu walibahatika. Wakawa walikuwa na maombi ya kutosha. Na Mungu akaniharakisha kutoka kwa mlima. Akaniambia nenda. Ukawahakishie taa. Kuna kitu moja ujui. Taa ni aina nyingi. Taa
Sasa huyu yuko na taa yake ama hana? Ako nayo. Hivyo ndivyo nimekuapisha. Yes. Hata kama walikupiga, hata kama walikuinukia, unaposema amina, unaposema amina, amina ya kwanza, amina ya pili, amina ya tatu, amina ya nne, amina ya tano, amina ya sita, amina ya saba. Oh yes. Halo, halo. Hata mtoto wako apokea taa yake. Hata mume wako apokea taa. Amen. Salimia watu wawili waambie pokea taa yako. Pokea taa yako. Pokea taa yako. Pokea. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ni nani ananipa ruhusa? Amen. Aniambie nabii endea taa yangu. Amen. Endea taa yangu. Oh yes. Endea taa yangu. Amen. Taa yangu. Kama umenipa ruhusa. Amina. Pamoja na wale malaika wameshuka. Naendea taa yako. Naendea taa yako. Halo. Halo. Alafu bado. Amen. Hata kama yes. Sema amen. Amen. Unaona huyu anapotembea. Yes. Kujeni sasa. Chama ni wewe upande huu. Yes. Na reverend yawe upande huu. Amen. Mnapopita kabla mfika pale mtumie njia ya kumzimia taa. Yes. Sasa hapo ndio utaona. Yes. Kuna marafiki walitumika kuzima taa ya kwako. Lakini hata kama walizima, Mungu mwenye mwaka anatumana tena. Hata kama walizima, leo ninakuhakishia. Leo naakisha taa. Unaposema amina, nakuhakishia taa. Nimesema taa. Amen. Ni aina nyingi. Oh yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa watajifanya vile wako pamoja. Na yeye. Lakini kukakara sijui kama wataigoga. Lakini wataizima. Hivi ndivyo walizima. Yes. Tembeeni sasa. Kiaguire mrata wako. Unaona sasa vile ni wanafiki. Ndiko nimefanya hivi. Hivyo ndivyo maisha ya watu wengi ilivyo. Walinyang'anywa taa. Yes. Sema amina. Amina. Iweke chini bado. My God. Lakini hapa kuna kitu nataka kutabiri. Hata kama walizima taa. Sio mikono walikukata. Sio miguu walikukata. Hata kama walizima. Na bado uko na tumaini. Bado uko na imani. Bado unamjua Mungu. Taa ya kuwaka. Inawaka tena. Amina. Yesu. Oh Jesus. Sema amen. Amen. Kitabu nikiangusha kitu. Yes. Soso jeraga terere. Shosho alikuwa anasema. Aya itigo ile tene. Chukua haikuanguka kitabu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sasa anapoinama kuichukua. Yes. Huyu ni mtu bado yuko na matumaini. Amen. Sema amina. Amina. Na kwa sababu yuko na matumaini. Yes. Father. Naye nabii wa Mungu. Father. Ametumwa kwa nguvu na kwa mamlaka. My Father. Hata kama walizima. Taa ya kwako. Salimia watu wawili waambie bado kuna tumaini. Kuna tumaini. Halo. Kuna tumaini tena. Nami leo nimetumwa. Amina. Halo. Yes. Na mission yangu leo. Yes. Hata sio kuhubiri. Yes. Sema amina. Amina. Oh my God, my God, my God. Yeah. Wapi vigelegele jamani? My Lord. Sema amen. Amen. Alafu kuna kitu moja hawajajua. Oh yes. Mungu mwenye kukupatia mwanga. Hallelujah. Katika kibiriti yake. Hana mshale moja. Hata wakisema hii. Bado kuna ingine. Yes. Wapi vigelegele? Sasa angalia. Hivyo ndivyo leo. Ninahakisha taa ya kwako. Nasema leo. Nahakisha taa yako. Nasema leo. Jesus. Leo mishoni yangu ni kuhakishia watu mataa. Ni kuhakishia watu mataa. Ongea mwenzako mwambie unatoka hapa ikiwaka. Unatoka hapa ikiwaka. Unatoka hapa ikiwaka. Unatoka hapa ikiwaka. Unatoka hapa ikiwaka.
Sasa inawaka ama haiwaki? Inawaka. Kama walikuwa nafikiria maisha yake itakuambia hapa. Sasa nataka uone. Bado sasa naendelea. Maisha yake yana grow. Maisha yake inaendelea. Wenye wivu wajinyonge. Wachawi wajiue. Hallelujah. Kanisa la Bwana. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la Bwana. Bwana Yesu ainuliwe. Hallelujah. Amina. Hallelujah. Amina. Leo mishoni yangu Amina. ni kuhakikishia watu taa. Amen. Hebu soma. Hallelujah. Na kuna kitu moja nataka ujue. Oh yes. Kama ni mataa ya familia mzima ilizimwa. Oh yes. Mimi sio watu wote ninahakikishia taa. Amen. Lakini nataka tuwe na agreement na wewe. Amina. Nitakapokuhakikishia taa. Amen. Hautaiweka chini ya kitanda. Amina. Utaiweka juu ya meza. Hata mama yako ataona mwanga. Hata baba yako ataona nuru. Mliozaliwa pamoja. Hata wao maisha ya kupapasa papasa yatafika mwisho. Oh yes. Oh yes. Tulizana hivi. Taa inapaswa kuwekwa wapi? Juu ya meza. Kwa nini inawekwa juu ya? Kila mtu apate mwangaza. Halo? Kuna kitu hapa nataka ukipate vizuri. Kumbe taa ya kwako inaweza ikasimbisha nyumba yenu yote mwaka. Amina. Kumbe taa ya kwako inaweza ikamulikia watu wa familia mzima. Basi nikubalishe niweze kutabiri kwa familia mzima. Taa ya kwako inaanza kuwaka kwa familia mzima. Taa ya kwako. Oh yes. Mathayo 5:15. Wala watu hawawashi taa na kuifunika kwa bakuli. Badala yake nikubalisha nitabiri kitu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwanza wewe unasema amina. Yes. Natamani Mungu akuinue. Mungu akubariki. Na akupeleke pale. Waliotamani ukufe. Waliokuombea machafu. Waliogojea maisha yako yaibike. Siku moja. Hallelujah. Watapata kwa mwanga wako. Oh yes. Yakugate. Ufanyike taa kwa familia mzima. Ufanyike taa kwa familia nzima. Ufanyike mwanga kwa familia nzima. Kwa familia mzima. Wacha nione wale wako tayari. Wale hawana shaka. Baba, katika jina la Yesu. Hawa wote na wakabidhi mkononi mwako. Wakati mwingi maisha yao imekuwa maisha ya shinda. Lakini leo umenituma. Kila mataa yaliyozimwa na wakishia tena. Kwanza huyu anasema amina. Muinue. Awe tegemeo kwa familia mzima. Awe msaada kwa familia mzima. Basi mubariki familia mzima. Wajivunie kuwa na taa katika boma yao. Kwa jina la Yesu nimeomba. Sema amina. Unaona wewe ambao hauna shilingi 2. Unaona wewe hauna hata 200. Iko Disemba 1. Hata buzi zao za kukula. Wewe ndio utanunua. Unaona wewe leo. Wakati mwingine unashindwa kujilipia nyumba. Oh yes. Amen. Sema amen. Orea Ngai areka. Vile Mungu anatenda. Niko makame komaka. Orea Ngai areka. Anatenda. Edodhamen. Mathayo 5:15. Wala watu hawawashi taa na kuifunika kwa bakuli. Badala yake huiweka kwenye kinara. Uiweka kwenye nini? Kwenye kinara. Sasa unaona taa yako ndio naiweka kwenye kinara. Unaona hiyo taa walizima. Hiyo taa walizima. Naiweka kwenye kinara. Waione. Hallelujah. Na taa yako ikiwekwa mahali juu. Amen. Watoto wa ndugu yako watasoma. Kweli.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Taa kwako ikiwekwa kwa kinara juu, magonjwa ya mama yako yataondoka. My Father, taa kwako ikiwekwa juu ya meza, madharau, aibu dogo dogo zitafika mwisho. Oh yes. Sijui DJ kama uko na wimbo ya Royce King. Ili nasemaga yako na rekorwa Ngai no urathime mundu umwe wa nyumba yitu. Yes. Na naona mundu ucio ngwira no. Mtu ni nani? Akere wewe. Tarakenya na mundu uria urauga ni. Wacha nione mtu anasema ni yeye. Amen. Wala watu hawashita na kuifunika kwa bakuli. Hivyo aliyefunika ni mchawi. Oh yes. Aliyefunika ni mchawi. Aliyefunika ni adui. Oh yes. Aliyefunika ni mganga. Halo. Halo. Lakini leo taa kwetu inafunuliwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa familia Mungu hachagui watu wote. Hapana. Mungu anachaguaga mtu mmoja, anambariki na anamuinua. Yes. Anakuwa nyota na taa. Amen. Kwa familia. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usidanganywe na mtu. Ya kwamba Mungu anatafuta watu wote kwa familia. Mungu anatafuta watu wawili ama watatu. Oh yes. Ama mtu mmoja. Mungu anamuinua. Amen. Na unaona huyu akiinuliwa. Oh yes. Hii aibu kidogo kidogo. Amen. Ya hiyo nyumba bado ya matope. Yes. Kupitia huyo moja. Amen. Aibu inaondoka. Amen. Mungu akiinua huyo moja. Yes. Halo. Halo. Hii maisha ya aibu. Yes. Ya mzazi bado hana stima. Inaondoka. Maana ukifanyika taa, nyumba unamjengea mawe. Ukifanyika taa, unaweka stima. Oh yes. Yes. Ukifanyika taa. Amen. Hii maisha ya mama yako na kuna miaka 50 na kila wakati kubeba mtungi. Anatereza baka, anaumwa na mifupa. Yes. Inafika mwisho. Amen. Halo. Halo. Na wakati mwingine mtu mmoja akinuliwa, tusiwe na wivu. Oh yes. Tusiwe na nini? Na wivu. Maana mwanga wa mtu mmoja unafanya nini? Unamulikia wote. Unamulikia watu wote. Amen. Halo. Halo. Taa ya mtu mmoja wa familia ikiwa inawaka, Amen. hautaona watoto wa dada yake wakirandaranda. Oh yes. Halo. Halo. Taa ya mtu mmoja kwa familia ikiwaka, hakuna mtu atakufa kwa boma. Amen. Kwa sababu ya kukosa matibabu. Oh yes. Na Mungu na akuinue. Amen. Na Jehova na akuinue. Usija ukatazama ukasema, ningelikuwa na uwezo, mama yangu angetibiwa. Ningekuwa na uwezo, ndugu yangu hangekufa kama mbwa. Taa ya mtu mmoja ikiwa inawaka. Sema amen. Amen. Mtu hakufi kwa sababu kumekosekana gari ya kumkimbiza hospitalini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndipo nimesema tuwe na agreement. Yes. Ya kwamba Mungu atakapokuinua, Amen. utakupuka na utakubali. Yes. Taa ya kwako imulikie watu wote. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Dikana kwanyu ni kwale tawore wetagwo mawita wa karabaika na wake. Koroboi. Ile taa ya nini? Pressure. Ya kuweka pressure. Yes. Sema amen. Amen. Kungekuwa mahali fulani kuna matanga. Ndio ilikuwa. Na hiyo taa haikuwa na watu wote. Ilikuwa kwa boma moja ya tajiri. Kabisa. Sema amen. Amen. Kukekuwa basi na harusi na matanga na jambo fulani ya usiku. Yes. Wazee fulani, maana hiyo taa haikuwa inapatianwa kwa watu wote. Inapeanwa kwa mzee mwenye heshima yake. Mwenye ataambiwa, unaona hivyo nimekupea, utanirudishia ikio? Anasema yes. Hiyo taa ikiwekwa pumzi, Yes. na ikiakishwa, Amen. inamulikia watu wote. Amen. Unajua najaribu kusema nini? Wewe staki ufanyike taa tu kwa watu wa familia. Yes. Nataka Mungu akufanye taa kwa kijiji mzima. Yaani neighbor zenyu wote. Oh yes. Bwana akufanye taa. Amen. Kwa kijiji mzima. Amen. Watu wanasema, Oh yes. mtoto wa mtu fulani akipata gari, Hallelujah. hiyo gari sasa imekuwa ya watu wote. Maana
Mwanamke mwenye mimba hata bebwa na wheelbarrow kipelekwa matane, hata salia kwa barabara. Bwana Yesu asifiwe. Gari italetwa, anakimbizwa hospitalini na anajifungua vizuri. Na kama vile mnajua katika kujifungua kwa wanawake hakufanani. Kuna mwingine hawezi akajifungua nomo, lazima basi apite kwenye upasuaji. Sasa kama hajafika hospitalini, hapo ndio unapata ya kwamba mama ameaga dunia pamoja na mtoto wake. Na kwa sababu utafanyika taa, aibu kama hiyo isionekane. Naomba kama vile Jehova aishivyo milele, Bwana kufanya taa. Amina. Tazame olekia ni atia. Mathayo 5:15. Wala watu hawakishita na kuifunika kwa bakuli, badala yake kuiweka kwenye kinara chake. Nayo Samueli wa kwanza 3 mstari wa kwanza inasema, kijana Samueli alihudumu mbele za Bwana chini ya Eli. Katika siku zile neno la Mungu lilikuwa adimu, hapakuwepo na maono mengine. Mstari ni wa 2. Usiku mmoja Eli ambaye macho yake yalikuwa yamefifia, tayari yamefifia sana kiasi kwamba aliona kwa shida sana. Alikuwa amelala mahali pake pa kawaida. Mstari ni wa 3. Hapo sasa sikia vizuri, mstari wa 3 inasema, taa ya Mungu bado ilikuwa haijazimika. Sema amina nzuri. Kuna mtu mmoja nimetumwa kwake ya kwamba hata kama walizima taa ya Mungu, leo inarudishiwa mwanga. Taa ya Mungu ilikuwa bado haijazimika. Kama za kumwambia taa ya Mungu. Ndio mmoja godalege mwera taa ya Mungu. Nikodolee macho. Samueli Mungu anamuita akiwa kijana mdogo sana. Kwa sababu ndani ya Samueli kulikuwa na taa ya Mungu. Na ndani ya madhabahu kulikuwa na taa ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Watu ambao hawana taa huwa wanakufa na matumaini. Wakisema siku moja bado nitatokea. Sema amina. Lakini mtu mwenye taa ya Mungu, hata akiwa na umri mdogo, hata akiwa bado hajasoma, bado anafanikiwa. Bado Mungu anamuita, bado Mungu anamuinua. Maana ndani yake kuna taa ya Mungu. Nikodolee macho. Maandiko inasema Eli macho yake alikuwa amefika mahali pa kutokuona. Alikuwa anaona na shinda. Hivyo hata Eli wakati mwingine alikuwa anaona kwa kupapasa. Lakini hapa tunaona kijana mdogo. Sema amina. Kijana mdogo. Hata hajafikisha miaka 10 vizuri. Sema amina. Na maandiko inasema wakati Mungu alikuja usiku, alipata taa ya madhabahu. Taa ya Samueli bado haijazimika. Kodolema zako muulize, yako bado inawaka? Domo taa yako bado inawaka? Yangu inawaka. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nitazame. Kama Mungu alimuita Samueli na akamwaminia vitu nyingi kwa sababu ya kukua na taa ya Mungu, na taa ilikuwa bado haijazimika. Hayo ndiyo maombi yangu leo. Kama walishikana wakazima taa ya kwako, taa ya Mungu, taa ya Mungu haitazimika. Haitazimika. Rudia tena. Inasema mstari ni wa 3, taa ya Mungu. Taa ya Mungu. Wewe msako muuliza wewe uko na taa ya Mungu? Wewe uko na taa ya Mungu? Ndio muuliza wewe uko na taa ya Mungu? Wewe uko na taa ya Mungu? Na kama uko na hiyo taa ya Mungu bado inawaka. Maana maandiko inasema taa ya Mungu bado ilikuwa haijazimika. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe uko na taa.
Na kama uko nayo bado iko na mwanga. Oh yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama bado inawaka. Yes. Na isiwahi zimika. Amen. Na kama ilizimwa. Leo ninaiakisha. Leo naiakisha. Nayo sauti ya Bwana ikafika kwa Samueli. Amen. Samueli. Hebu niangalie. Yes. Samueli bado kijana mdogo. Mdogo sana. Hata hiyo ni mara ya kwanza. Yes. Ya Samueli kuitwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Aha. Taa ya Mungu. Taa ya Mungu Bado ilikuwa haijazimika. bado ilikuwa Haijazimika. haijazimika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ilikuwa bado Haijazimika. katika familia yenu. Aha. Taa bado inawaka. Kweli. Katika familia yenu. Aha. Taa bado inawaka. Sema amina. Amen. Ni jambo gani lilifanya Mungu atembee usiku na kumuita Samueli? Maana taa ya madhabahu Haijazimika. ilikuwa bado haijazimika. Amen. Na Samueli hata akiwa mtoto mdogo, Yes. ndani yake kulikuwa na taa ya Mungu. Amen. Sema amina. Amen. Kuna mtu mmoja namuombea hapa, Yes. hata kama hana miaka mingi, lakini wacha taa ya Mungu ikawaka kwako. Inaweza ikawa hauna masomo, lakini wacha taa ya Mungu ikawake kwako. Ina mikono, sema ninaomba taa yako Mungu Naomba taa yako Mungu ikawake kwangu ikawake kwangu kwa jina la Yesu. kwa jina la Yesu. Aha. Taa ya Mungu bado ilikuwa haijazimika. Na Samueli alikuwa amelala hekaluni mwa Bwana ambapo sanduku la Mungu lilikuwepo. Abako sanduku la Mungu Ilikuwepo. Uzuri wa mtu wote mwenye taa ya Mungu, Yes. sio lazima aweke bidii sana. Hata akiweka bidii kidogo, Yes. bado anafanikiwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na unaona kuanzia leo, Yes. ninatangaza kwa unabii, Amen. turejeshewe mataa yetu. Yes. Waliochukua mataa yetu warudishe. Amina. Waliochukua taa yako warudishe. Piga kelele, sema kwa sauti, rudisha. Warudishe. Wafanya nini? Warudishe. Nani anasema warudishe? Wacha nione kwa ishara ya mkono. Warudishe. Amina. Amen. Waliochukua taa ya mtoto wako, Warudishe. alikuwa anapata maksi mzuri. Yes. Sasa angalia, amekuwa mjinga. Yes. Amekuwa mkia. Weka mikono yako juu. Aliyechukua taa ya watoto wako, sema kwa sauti, rudisha. 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 Amen. Amen. Warudisha mataa ya watoto wetu. Warudisha mataa Ya watoto wetu. warudisha mataa Ya watoto wetu. Maandiko inasema na taa ya Mungu ilikuwa bado haijazimika. Amina. Sema amina. Hey. Baba, katika jina la Yesu, Yes. nataka kufunja mkono uliotumika kung'oa taa ya kwetu. Mara ya kwanza mkono uvunjwe. Mara ya pili mkono uvunjwe. Mara ya tatu mkono uvunjwe. Wapi kelele ya imani? Halo, halo. Sema kwa sauti, warudishe. Warudishe. Sema rudisha. Hallelujah. Na taa ya Mungu. Haikuwa bado haijazimika. Halo. Amen. Jaribu kuimagine. Amen. My God. Mataa yote ya watoto wako yanafanya kazi. Hakuna mzazi atacomplain akisema niliuza ng'ombe nipeleke ng'ombe ingine shule. Kweli. Oh yes. Halo. Halo. Maana hakuna jambo linamtia mzazi nguvu kama wakati anaona mtoto wake amefanya vizuri kwa exam. Sema amen. Amen. Todo thimo yake kwa yuga gatiriri. Mwana uri amugi atoragi ithe na gikeno. Mtoto mwerevu No ama mwana uri mwenye amukegu. mtoto mpumbavu na maidholi. anafanya mzazi awe na By machozi. the way, watu wamewahi tafsiri hii. Kwa nini wakati mtoto anafaulu ni wa baba na wakati amekuwa mjinga mkia era gwatehera todo tuketie nyukwa? Sema amen.
Lakini wakati amepita, Ni wa baba. Ukahapa. Eh? wakati amepita vizuri, muthuri wothe era hakiuga atiri ni kio giake. Ni ndagoca Ngai tondu thigino yakwa ndinorira thi. Wacha huyo mtoto Akuwe mpumbavu. aguke. Ona angetia kindu era guthina kugetie nyukwa. Hata akiitisha kitu anaambiwa Tondu mwana uria mugi No ithe. So kwa kuwa atoragi mtoto ithe na mwerevu, ki. Na gikeno. anaishi Wewe baba. mwana uria Anafanya mukeru. baba aishi na furaha. Sema amina. Amen. Amina. Natamani kuanzia leo. Amen. Yes. Moyo wangu kapate furaha kama baba. Amen. Kwa sababu sitakuwa na watoto wa kubavu tena. Na taa ya madhabahu. Taa ya Mungu Kwa bado jazimika. ikuwe bado Haijazimika. haijazimika. Continue. Taa ya Mungu bado ilikuwa haijazimika. Ilikuwa bado Haijazimika. hapo ndio nimesema kuna aina nyingi za taa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kuna mtu amefanikiwa na ndani yake yuko na baraka. Yes. Na ni kweli Mungu amempatia pesa za capital. Yes. Na hata amefungua duka vizuri. Yes. Na hata dini yake kuna neema. Yes. Lakini kuna kitu alinyang'anywa na shetani. Yes. Alinyang'anywa taa. Lakini leo unapata zote. Kama uko na nyota sema amina. Kama uko na malaika sema amina. Kama bado unataka taa, piga kelele ya Bwana. Unatoka hapa Yes. na zote. Amen. Maana taa ya Mungu Amen. Bado Ilikuwa- haijazimika. bado Haijazimika. bado Haijazimika. haijazimika. Amen. Amina. Aha. Pale mstari inasema ni watatu. Aha. Taa ya Mungu Taa ya Mungu. bado haikuwa imezimika. Ruka pale mstari wa 6. Samueli wa kwanza 3:6 inasema, Aha. Bwana kaita tena Samueli, naye Samueli akaamka. Hebu nitazame. Aha. Uzuri wa mtu mwenye taa. Yes. Hata anapoanguka bado kuna tumaini. Yes. Atasimama tena. Hata akikuwa na biashara kubwa, bahati mbaya ianguke, huyo mtu siku ya kesho bado atafanyika tajiri. Usicheze Yes. na mtu mwenye taa. Amen. Rudia hapo. Samueli wa kwanza 3:6 inasema, Bwana kaita tena Bwana akafanya nini? Akaita tena. My Lord. Amen. My Lord. Oh yes. Kila moja taa ya kwake ilizimwa. Amen. Na kuomba dakika hii. Yes. Taa ya kwako ikawake tena. Amen. Unapoinua mikono juu. Taa ya kwako inaakishwa tena. Oh yes. Jambo lingine na kuombea. Kama mara ya kwanza walizima, Yes. Bwana yakishe mara ya pili. Amen. Kama mara ya pili waliandamana wakazima. Yes. Watu wenye taa Aha. hawakufi mioyo. Kabisa. Hawa give up. Hawakubali kutangaza mwisho. Yes. Sema amina. Amen. Hata bahati mbaya ikikuja kazi yake afunge, Ehe. anaporara Oh yes. yeye uota akiwa na supermarket. Kabisa. Halo. Hello. Watu wakifikiria atapatwa na vidonda vya tumbo, Yes. atagongwa na stress. Yeye anaporara Yes. anaona opportunity. Amen. Halo. Halo. Watu wakifikiria anakonda, Yes. na hata ukimwona anakonda, ni wakati anafikiria sasa hiyo kazi ingine ya pili itafunguliwa lini. Kabisa. Hakodi kwa sababu ya ile ilizimika. Hapana. Hakodi kwa sababu ya hiyo biashara kuisha. Hapana. Anakonda kuuliza sasa, naweza nikapata wapi capital ya milioni moja? Oh yes. Milioni Moja. milioni moja. Oh yes. Sasa hata hana stress Oh yes. kwa sababu ya ile walizima. Ehe. Ndiposa maandiko inasema kwa sababu taa ya Mungu ndani ya Samueli Amen. haikuwa imezimika. Oh yes. Maandiko inasema mara ya kwanza alipoitwa alienda kwa Eli. Yes. Mara ya pili alipoitwa alienda kwa Eli. Kabisa. Uzuri wa taa ya Mungu inaondoa maisha ya confusion. Amen. Maisha ya kuchanganyikiwa. Amen. Uzuri wa mtu mwenye taa Yes. inampatia direction. Direction. Oh yes. Inamuelekeza. Amen. Na kama leo unaakishiwa taa, Amen. hii maisha ya kuyumba yumba Iondoke kwa jina la inafika Yesu. mwisho. Amen. Amina. Wacha nione wale wanasema wanataka taa ya Mungu. Amina. Taa Ya Mungu. Taa Ya Mungu. Aha. Bwana kaita tena Samueli,
Naye Samueli akaamka, akaenda kwa Eli na kusema, mimi hapa, kwa kuwa umeniita. Eli akasema, mwanangu, sikukuita, rudi ukalale. Mstari ni wa 7. Wakati huu Samueli alikuwa bado hajamjua Bwana. Samueli alikuwa bado hajamjua Bwana. Alikuwa bado hajamjua Bwana. Nikubalisha nikutambirie. Oh yes. Wewe uliangushwa na ulianguka. Amen. Sema amina. Amen. Siku ya kesho ni tarehe 11. Oh yes. Mungu akuinue tena. Amen. Mungu akuinue upya. Amen. Hiyo biashara yako inaonekana ikiisha. Yes. Mungu ainue tena. Amen. Hiyo ndoa yako inaonekana umechoka. Yes. Mungu aipe tumaini. Amen. Mungu hakuchoka. Yes. Maana ndani ya Samueli Amen. kulikuweko Na na taa. taa Amen. ya Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na namshukuru Mungu sana kwa sababu kuanzia kesho Oh yes. kuna watu Mungu atawainua tena. Amen. Kuna watu Mungu atawaita tena. Yes. Na iwe ni wewe. Amen. Yes. Aha. Mstari ni wa 7. Wakati huu Samueli alikuwa bado hajamjua Bwana. Neno la Bwana lilikuwa bado halijafunuliwa kwake. Mstari ni wa 8. Bwana akamuita Samueli. Bwana akamuita Samueli Mara ya 3. Naye Samueli akaamka kwenda kwa Eli na kusema, mimi hapa, kwa kuwa umeniita. Ndipo Eli akatambua kuwa Bwana alikuwa akimuita kijana. Sikia, hata kama Samueli Hakujua. hakuwa amewahi jua. Yes. Kulingana na umri wake Mungu anaweza akamuinua. Amen. Kuna watu wako hapa wako na umri mdogo. Yes. Lakini kuanzia leo Amen. wanakwenda kumiliki vitu kumiliki vitu kubwa. Kuanzia leo milango mikubwa inakwenda kufunguka kwa. Wagalatia 1 mstari wa 15 inasema, lakini ilipompendeza Mungu aliyenitenga tangu tumboni mwa mama yangu na kuniita kwa neema yake. 16. Anzia tena, na badala ya kunitenga uweke aliyenichagua. Inasema 15. Lakini ilipompendeza Mungu aliyenichagua tangu tumboni mwa mama yangu na kuniita kwa neema yake. Fikisha hapo. Sasa nitazame. Amen. Mungu aliyenichagua nikiwa ndani ya tumbo ya mama yangu. Yes. Sema amina. Amen. Na akanichagua kwa neema. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuko na watu wengi sana wameitwa na Mungu na wamechaguliwa na Mungu. Yes. Na hata maisha yao imejaa neema tele. Yes. Lakini kwa sababu hawana taa. Yes. Hapa ndio tunaona watu wengi ni watumishi wa Mungu. Yes. Lakini maisha yao imejaa taabu. Maisha yao imejaa umasikini. Nikodole macho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wameitwa na Mungu. Yes. Kwa neema. Amen. Hello. Wanapoombea watu wengine. Yes. Watu wengine wanapona na wanakombolewa. Lakini wao bado wanabaki. Yes. Kabisa. Wakiwa watumwa. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hello. Ni kitu kigani kinafanya Yes. waombea watu wengine? Maana tayari amechaguliwa Amen. kwa Mungu na kwa neema. Amen. Akiwa ndani ya tumbo ya mama yake. Sema amina. Akiekelea watu mikono, watu wanapona. Lakini yeye anatumia madawa. Akiekelea watu wengine mikono, wanafaulu. Na yeye anabaki na bado anasema tangurira chai. Unibaie chai. Bado anasema baiwe chai. Lakini wale watu wote amewaombea. Wamefanikiwa. Na hii siongei tu kwa wachungaji. Umewaiona mtu amekuambia umuombee jambo fulani. Na katika kumuombea baada ya siku 2 anafanikiwa. Na anapona. Lakini wewe ukifunga hata siku 40 milango bado haifunguki. Imefungika. Watu wanasaidika kwa neema yako. Lakini wewe
Unabaki tu maskini. Yuko pale. Hebu nikodole macho. My God. Maandiko inasema kulikuwa na mtu mmoja. Amen. Jina lake ni Zakaria. Yes. Nabii wa Mungu na nabii mkubwa na Kabisa. kuhani mkubwa. Yes. Hey. Lakini mke wake Alikuwa tasa. maandiko inasema alikuwa tasa. Yes. Nikodole macho. Amen. Zakaria kuhani mkuu. Yes. Wangapi aliwaekelea mikono? Oh yes. Wakazaa mapacha. Yes. Wangapi aliwaekelea mikono? Yes. Wakaenda ng'ambo. Yes. Wangapi walisaidika kwa neema yake? Lakini yeye Bado. hana taa. Nikodole macho. Amen. Halo? Hello. Anapoekelea huyu, Yes. sijui kama utanielewa. Anapoekelea huyu mikono, Amen. taa ya huyu Yes. inawaka. Inawaka. Taa ya huyu Inawaka. ikiwaka, Yes. maisha ya huyu ya kupapasa papasa Inafika mwisho. yanafika mwisho. Amen. Huyu anaonelea sifai kuwa Kenya. Yes. Hivi anaenda ng'ambo. Yes. Anasema kutoka niekelewe mikono. Yes. Na mtumishi mmoja wa Mungu. Yes. Nilipona ukimwi. Yes. Nilipona kansa. Lakini tazama, mke wake tasa. Yes. Mke wake Ni tasa. tunasema kama naabudu Mungu haki na kweli. Mbona mke wake azizae? Halo? Hello. Kadhani ndani na mundu. Kanisa naongea na mtu. Halo? Hello. Neema ya kwako inatumika kuhakishia watu wengine taa. Kweli. Neema ya kwako inatumika Yes. kuondolea watu wengine Yes. giza Kabisa. na aibu. Halo? Hello. Lakini mwenye kuwekelea mikono Amebaki pale. ena thina anaroria ni mundu mugori kungimuteithia. Ana shida mpaka anashindwa ni mganga mgani atamsaidia. Wachungaji wangapi wamewekelea watu mikono, watu wamefaulu. Yes. Wamefanikiwa, wamekuwa na biashara. Na huyo mchungaji ukimtazama Facebook akitafuta namba ya muganga. Kwanza akiona mwenye ambao sasa alikuwa amenasa mtu akiwa ameiba vitu zake akakuliwa na nyuki. Kabisa. Pastor anaandika hapo, unaweza nisaidia muganga. Na wale watu wote amewaekelea mikono. Wengi sana. Wengi Sana. maandiko inasema siku moja, na nataka utazame. Amen. Hebu rudia hii maandiko, na kuna vitu nataka uelewe vizuri. Hebu soma. Galatia 1:15. Lakini ilipompendeza Mungu aliyenichagua tangu tumboni mwa mama yangu na kuniita kwa neema yake. Sikia, akaniita kwa neema yake. Yes. Maandiko inasema watu wa kijiji wakaandamana wakasema tunapaswa kuwa na kuhani moja Kabisa. tutakaye mchagua. Amen. Aingia kwa hekalu. Yes. Akafanya dhabihu. Amen. Jambo gani limefanya Zakaria achaguliwe? Ni neema. Salimia watu wawili waambie ni neema. Ni neema. Hivyo Zakaria alikuwa na nini? Alikuwa neema. Tukiana ni Zakaria alikuwa na nini? Na neema. Mtumishi wa Mungu alikuwa na nini? Alikuwa na neema. Nabii wa Mungu alikuwa na nini? Na neema. Lakini mke wake ni tasa. Mke wake ni tasa. Yes. Huyo mama alifika mahali hata akawa haendi kwa kanisa. Halo? Hello. Maana karibu kila mwezi wanawake wanasimama hapa. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Praise the Lord. Nashukuru Mungu maana kutoka nikuje kwa hii madhabahu. Nilikuja nikiwa tasa. Lakini kutoka niombe na nabii wa Mungu. Nilienda kupimwa. Daktari akakonfirm. Tayari niko na mimba ya miezi 2. Hakika Mungu wa nabii. Sasa sikia. Na tayari mke wake ni tasa. Mama akasema siadi hiyo kanisa. Siadi. Yes. Kwani mimi? Maidia kwani mimi hauniobeagi? Umeombea mtu fulani amepata hata 3. Yes. Kwani mimi ni gani? Ilifika mahali mpaka Zakaria akawa haendi nyumbani. Maana ataenda kuulizwa maswali na mke wake. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini maandiko yanasema kwa neema akachaguliwa. Amen. Watu wakasema tumechagua huyu. Yes. Halo. Alipoingia kwa madhabahu, akapata mataa ya madhabahu bado hayajazimika. Akapata taa ya Mungu bado haijazimika. Hata kama alikuwa amekata tamaa, maandiko inasema malaika akashuka. Amen. Kamwambia Zakaria, habari yako? Umekumbukwa na Jehova Mungu. Aliyeishi miaka yote. Na Jehova anasema hivi. Kuanzia leo
aibu ya mke wako kuitwa tasa Fika mwisho. imefika mwisho. Oh yes. Mke wako atapata mimba Amen. na atazaa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu mataa ya madhabahu Yes. ilikuwa bado haijazimika. Amen. Watu wangapi tuko na wao ndani ya ministry? Yes. Watu wangapi wako ndani ya makanisa wako na neema kubwa. Yes. By the way, ni waibaji hawana tuongoza katika nyimbo. Roho wa Bwana anashuka Kabisa. watu wanasema yandere kama yandarabazai. Hallelujah. Halo? Lakini akitoka hapo hata mattress yake imeisha. Kabisa. Sema amina. Amen. Hapa anajaribu kutumia kapafimu kale ya kupimwa ya 100. Agarawa asichome kwa madhabahu. Kabisa. Lakini laiti ungemfuata. Analala kwa shimo kama nyuki. Lakini wale watu wote wamepitia kwa mikono yake. Wamefanikiwa. Wamefanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maisha ya watu wengi hayana taa. Hayana mwanga. Oh yes. Watu wengi maisha yao wako ndani ya jangwa. Wanapitia mambo magumu sana. Yes. Mambo magumu sana. Wengine wanafikiria ni Mungu anawapitizia. Halo? Wanabaki na matumaini. Kisema roshone kwa katia. Kesho itakuwa nzuri. Dojo kelie roshone kwa katia. Kesho itakuwa njema. Roshone kwa katia. Kesho kutakuwa kwema. Ni watu ambao hawana taa ya Mungu. Uzuri wa mtu mwenye taa ya Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Uzuri wa mtu mwenye taa ya Mungu. Kuja Pastor Joseph. Nataka upitie kwa hii barabara niko. Na kabla hujapita nataka usimame hapo. Nataka nipatie hawa watu mfano. Yes. Uzuri wa mtu mwenye taa ya Mungu. Amen. Hata ukimuona kipita jangwani, Yes. bado atatokea. Amen. Sema amina. Amen. Hata ukimuona akijiongeresha kwenye maisha magumu. Yes. Halo. Halo. Sasa anapopitia huku katikati, hii ni maisha ya jangwa. Kabisa. Lakini bado Atatokea. utamuona ametokea wapi? Hapa tu. Utakapoona amekanyaga red carpet. Yes. Taa ya kwake Inawaka. imeanza kufanya kazi. Amen. Lakini si ya kumaanisha Yes. alipokuwa jangwani taa haikuwa inafanya. Jangwa ni mara mbili. Yes. Kuna anayepitia jangwani kwa sababu hana taa. Na kunaye anapitia jangwani kwa Yes. sababu ya kujaribiwa na Mungu. Oh yes. Kuna mwingine anapita jangwani kwa sababu yuko ndani ya jiko. Ni wakati Anapikwa. anapikwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa huyu ni Pastor Joseph. Hiyo ni maisha ya mtu wa jangwa. Jangwa hakuna maji. Jangwa hakuna mkate. Mtu anakonda wakati mwingine ndio huyo ako na kizunguzungu. My God. Halo. Halo. No wero ine nduturagwo ngeithiria mundu ucio kimwire wero nduturagwo. Kwenye jangwa hakuishi. Ngeithiria ndwele mele wero nduturagwo. Kwenye jangwa hatutaishi. Halo. Halo. Hii ni maisha ya mtu kama Pastor Joseph. Yes. Mungu anaweza mpitizia kwa jangwa akitaka kumfundisha. Ili siku ya kesho awe mwalimu. Yes. Siku ya kesho awe nini? Mwalimu. Awe mwalimu. Oh yes. Maana ukiniona nikiwa hapa natoa jasho. Nimepikwa mpaka nimepikika. Ndugu yetu Gahia. Imepikwa nikaiva. Na hakuna mtu ambao hana jangwa. Yes, ya kwake. Sasa ndio huyu Joseph. Hii ni maisha ya jangwa. Sema amina. Amen. Maisha ya jangwa. Hebu simama hapo Joseph. Maisha ya jangwa. Mtu ona usiku ukiwa time 4. Kabisa. Halo. Halo. Mtu ona usiku ukiwa Mara kila wakati ukikosa usingizi ukiangalia saa haisongi. ugakora ni thaa thito kuria takutarakia. Kwani ya kukuchi. Unajikaza kwanza unasukuma simu pale utaki kuangalia saa. Akili yako inakuambia umengorota masaa 3. Pala sasa unaambuka unafikiria sasa ni wakati ni kama 6. Kuangalia unapata ni saa 7 na dakika 3. Kabisa. Ukolia gai. Gomete dakika fulani. Nimelala dakika Mtu ana usiku ukiwa mrefu sana. Yes. Ndio hii sasa maisha. Kuja Joseph. Maisha Ya jangwa. Maisha ya jangwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu anaonekana kama ameachwa na Mungu. Lakini kuna
kuna kitu moja nataka nikufundishe Joseph bado ukiwa hapo. Yes. Kwa sababu kuna mtu anaweza akawa na swali. Yes. Nabii, tutawezaje kutofautisha ya yule mtu yuko ndani ya jangwa akiwa napitiziwa na Mungu? Yes. Na mtu yuko ndani ya jangwa kwa sababu taa ya kwake imeisha. Nataka sasa hapo unielewe vizuri. Amen. Diposa unaona tayari hata kama Pastor Joseph amekuwa kwa jangwa, bado ana survive. Amen. Njia moja ya kujua uko ndani ya jangwa na taa ya kwako bado inawaka. Jambo la kwanza. Yes. Mungu hata kunyima chakula forever. Kabisa. Jambo la pili. Yes. Hata kama hautavaa suti. Yes. Mungu kuwezesha. Amen. Kununua t-shirt ya mutumba. Yes. Halo? Halo. Turangi tena. Hata kama uko ndani ya jangwa. Yes. Hasa usipoweza kununua mafuta ya manukato mazuri. Yes. Ukiwa jangwani, at least utanunua ile ya kukamua. Kabisa. Ili uso usikauke. Hata kama una uwezo wa kununua kiatu 3,000, ni kugura rafa. Utanunua raba. Yamba na mere. Halo? Wero ina wakwetokerio ni Ngai ya kupitishiwa na Mungu kwenye jangwa. Ngai ni atwaranaga nawe. Mungu anaandamana tu na wewe. Najaribu kusema hivi. Wero wa gutongorio ni Ngai jangwa ya kuongozwa na Mungu ni uri maana. Iko na maana. Halo? Waisraeli walipokuwa jangwani, Maandiko inasema hata kama hawakukula vizuri, walikula mana. Amen. Sema amina. Amen. Na waliponugunika vizuri, Maandiko inasema aliwapatia wale ndege wanaitwa kwale. Kabisa. Ndio mnawaita kwero. Jamani, maisha ya jangwa. Mungu hawezi kubali ya kwamba uvae shati mpaka isha nini? Kola. Kola. Yes. Halo? Hata kama uko na suti mbili, Mungu hawezi kunyima 30 ya kupeleka kwa mtu wa pasi. Agarau hata ukisema wewe ni chairman, ni kweli ni chairman. Maana ako na suti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jangwani ya kupelekwa na Mungu. Hata kama utapata njaa sio kila wakati. Mungu kupatia mana. Sema amina. Hauwezi kosa chakula asubuhi. Ukose lunch na ukose supper. Kama umefika hapo jua wewe hauna taa. Wale wako katika jangwa hata wakiwa na taa ukula mara moja kwa siku. Kabisa. Halo? Hata kama hawata afford kulipa 1 bedroom. Ukaa single. Kabisa. Sema amen. Huyu ni mtu ya kwamba hata tukisema shalom haendi kulala kwa kichaka. Aliona kanyumba gekate. Akona kanyumba anaweza ingia. Ndio aliona kanyumba gekate. Na kanyumba anaweza ingia. Sione wero wa Ngai. Hiyo ni jangwa ya Mungu. Lakini unapoona maisha yako ni ya jangwa, sasa umeanza kuchukua kiti. Umepeleka kwa auctioneer. Kabisa. Umechukua TV. Umepeleka kwa watu wa second hand. Umechukua meko. Umeuza. Alafu ukiuza upitie bado kwa duka ukanunua kale mnakaita koko. Mnakaita nini? Koko. Basi jua taa ya kwako tayari imezimika. Utakapoona maisha yako imefika kiwango sasa unapigia mama yako simu. Mama yako sasa kutumania madizi kutoka nyumbani. Jua tayari taa imezimika. Wale watu Mungu anawapitizia jangwani hawateseki sana. Maana kilia ukuja usiku, lakini asubuhi furaha inakuja. Shone wero wake. Hiyo ni jangwa ya Mungu. Halo? Lakini unapoona hata katika biashara yako hata 200 na kuona inaenda keno. 500 ikiwa imeshikana inakuona inatorokea daguleti. Kabisa. Wewe jua tayari taa ya kwako imezimika. Tayari imezimika. Ngeithiria ndore wero ine ni kuri mana. Wero ine ni kuri mana. Na wakati mwingine Mungu anapowaandaa ili aweze kuwashindania na watoe Misri. Hebu tutazame maisha ya Misri. Wakati mwingine Mungu aliwabariki na mkate. Wakati mwingine Maandiko inasema Mungu aliwapa nyama. Halo? Hebu nikodole macho. Maisha ya kupitiziwa na Mungu jangwani haukosi sana hata kama ni matumbo. Kabisa. Hata kama
Ni matumbo. Hata kama ni matumbo. Hata kama nasema kama tini ya kaigana. Tikata ya 100. Huyu mtu simchekere. Yuko karibu kutokea. Kabisa. Sasa angalia kule Joseph ametoka. Kwani amebakisha kidogo amebakisha sana. Wapi? Akanyaga red carpet. Kidogo sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivi hata ukimwona akinunua matumbo, akinunua kanyama ka 50. Agarao bokasi yake. Zipate harufu. Sireke kwa sakafisi. Na reko cube. At least yake atia. Ipate ladha. Halo. Halo. Na watu kama au utawahi mpata kwa butchery akiambia mtu wa butchery usiweke mafuta. Anahitaji mafuta pia. Kwanza hiyo ndio anahitaji sana. Kabisa. Kata hapo imenona. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Lakini namtukuza Bwana. Maana wale wametumwa na Mungu leo. Kama mataa yako tayari imezima na kuwakishia taa. Na kuwashia taa. Haleluya. Hii maisha. Taa ni aina nyingi. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mtu ameolewa ndoa nzuri sana. Halo? Halo. Lakini hiyo ndoa nzuri amekatazwa kufanya kazi. Hivyo ni kumaanisha hana taa ya nini? Kazi. Ya kazi. Kila wakati aachiwe tuso. 200. Arasiga yakauma ginya abue. Ritire katia. Hazitoshi. Itire katia. Hazitoshi. Tiagaika. Hata breakfast badala anunue maziwa ananunua tu kangumu. Tukangumu tuwili. Anagonga na maji warm. Sema amen. Amen. Angalau 200 fanya nini? Itoshe. Angalau 200 fanya nini? Itoshe. Na kuna mtu mwingine yuko na biashara nzuri sana. Lakini hana taa ya ndoa. Halo? Halo. Ndio kama kamwira ma. Nino guhikia mayagai. Naweza kuoa wewe aki. Nino guhikia muno. Naweza kuoa sana. Wakibadilishana namba. Wakiambiana tu good night. Adhiate. Na kabisa. Blacklist. Akaswa Yesu. Bwana asifiwe. Kila wakati akisema haro. Hi. Akona kwa blue tick. Na itile katia. Hazijibiwi. Kwa sababu kuna taa kwake ilifanya nini? Ilizimwa. Lakini unaona leo nikiwa nimeongozwa na neema ya Mungu. Amina. Kila taa leo inawaka. Kanisa la Bwana. Kila taa inawaka. Jamani weka mikono yako juu. Nasema kila taa. Kama ni taa ya biashara. Taa ya masomo. Kila taa. Inafanya nini? Inawaka leo. Kila taa inawaka. Kila taa inawaka. Amen. Continue na maandiko mashio. 15 wa Galatia 1 inasema lakini ilipompendeza Mungu aliyeniumba aliyenichagua tangu tumboni mwa mama yangu na kuniita kwa neema yake 16 alimdhihirisha mwanawe kwangu ili nipate kumhubiri. Salimia watu wawili waambie umeitwa kwa neema. Umeitwa kwa neema. Ndio Mungu aingia mwele umeitwa kwa neema. Umeitwa kwa neema. Lakini walizima taa yako. Yes. Lakini leo mwambie leo. Leo. Mwambie leo. Mwambie leo. Taa inawaka tena. Inawaka Kutoka 27 mstari wa 20. Ibuku rĩa Thama 27 mũhari-inĩ wa 20. Atha andũ a Isiraeli makũrehere maguta marĩa makere wega ma ndamaiyũ hihe magũkũheaga ũtheri nigetha matawa maikarage makati. Fikisha hapo. Kama wamefika kiwango cha kupeleka mafuta kwa kuhani. Yes. Mataa yao iko na mafuta ama haina? Inayo. Kanitha ndio jokeria mataa yao iko na mafuta ama haina? Inayo. Yao inayo. Yes. Yao inawaka. Kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na nimekuambia uzuri watakuna mahali pengine hapa hitajiki nyota. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uzuri wa taa, uzuri wa nini? Wa taa. Uzuri wa taa. Sema amen. Amen. Taa inakusaidia kuingia kwa chochoro. Amen. Hata pale walikuwa wamesema hautafika. Ukiwa na taa. Hata kile walisema hautakiona. Utakipata. Ukiwa na taa utakipata. Halo? Halo. Lakini tukasema taa nyota iwezi ikatoka wapi? Mbinguni. Nyota iwezi ikatoka mbinguni. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapa ndio tunaona ya kwamba kuna watu hawana biashara kubwa. Lakini wako na taa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyo mtu akipanga kwenda Dubai anakwenda. Anaenda.
akipanga kuongezea kazi yake inaongezeka. Anaongeza. Sema amen. Amen. Yeye anafanya nini? Anapasua. Yeye Kabisa. anapenya. Anapenya. Maana ndani ya mikono yake kuna nini? taa. Kuna taa. Yes. Huyo mtu akienda kuulizia kazi, anaipata kwa haraka. Maana jambo la kwanza yuko na neema. Tena yuko na nyota. Amen. Oh, Ya yes. tatu yuko na nini? Na taa. Ya tatu yuko na nini? Na nyota. Yuko na taa. Ya kwanza tumesema yuko na nini? Yuko na taa. Ya pili ya kwanza yuko na nyota. Yes. Ya pili yuko na neema. Amen. Ya tatu ako na nini? Taa. Ako na taa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Si leo taa ya kwako iwake. Amen. Mahali walisema hauwezi ukafika. Yes. Kuanzia kesho ni kupenya. Yes. Kuanzia kesho nasema ni kupenya. Amen. Yeah. Oh, yes. Salimia watu wawili waambie kuanzia leo. Kuanzia leo. Upenye kupenya. Upenye kupenya. Kuanzia leo. Kuanzia leo. Upenye kupenya. Upenye kupenya. Upenye kupenya. Upenye kupenya. Sema amina. Amina. Tuthie gikoyo ringi mandiko macio. Ibuku nĩ rĩa Thama 27 mũhari-inĩ wa 20. Atha andũ a Isiraeli makũrehere maguta marĩa makere wega mandamaiyũ hihe magũkũheaga ũtheri nigetha matawa magaikaraga makanĩte. Matawa magaikaraga makanĩte. 21. Thĩinĩ wa hema ya gũtũngano nja ya gĩtambaya gĩa gũcurio kĩrĩa kĩrĩ mbere ya ithandũkũ rĩa ũira, Harũni na ariũ ake nĩmaigage matawa makanĩte mbere ya Jehova kuma hwaĩ-inĩ o nginya rũcinĩ. Kwanza fikisha hapo. Naomba unitazame na hii point uielewe vizuri. Amen. Watu na wanadamu hujua namna gani wakati mataa ya kwao yamezima na wakati mataa ya kwao yanawaka. Salimia watu wawili waambie Mungu anatumia sauti ya mwanadamu. Mungu Anatumia sauti ya mwanadamu. Salimia huyo mwingine mwambie Mungu tumia mwanadamu. Mungu hutumia mwanadamu ili akufikishie ujumbe Yes. na akuhakishie taa. Amen. Amen. Nitazame. Mungu alipoita Samueli alitumia sauti ya nani? Alitumia sauti ya mwanadamu. Yes. Na alitumia sauti ya Eli. Ndiposa maandiko inasema hata mara ya tatu Yes. Samueli alikipia kwa Eli. Yes. Na akamwambia umeniita. Kuhani anamwambia mimi sijakuita. Naye anamwambia nimesikia vizuri. Yes. Hii ni mara ya tatu umeniita. Sema amina. Amen. Lakini wengi kanda ya kuwa amechaguliwa na Mungu na Mungu amewapa neema. Yes. Sema amina. Amina. Wakati mwingine taa ya Mungu imezimika kwa kutokusikia kwao. Yes. Kwa kukua watu vichwa ngumu. Hata wanapoelekezwa hawasikii. Yes. Point number 2. Ni nani alielekeza Samueli kwa Mungu? Ni Eli. Ni Eli anamwambia Nabii. atakapokuita sema nena nami mtumishi wako anasikia. Samueli akajua namna gani hiyo. Alifundishwa na nabii na kuhani wa Mungu. Kabisa. Na ndiposa hata leo Mungu anatumia sauti yangu. Amen. Ya kwamba kila mmoja ambao taa ya kwake ilizimwa leo inaakishwa. Leo inaakishwa. Amen. Mwanga wa Mungu Unang'aa tena. ukurejee tena. Amen. Maandiko ya mwisho kitabu ya Zaburi 119 mstari wa 105. Ikiwa wewe ndiye Mungu amekuchagua uwe taa kwa familia yenu, Amen. na ifanyike hivyo. Amen. Ikiwa kwa familia yenu Yes. kuna mtu aling'oa na akaiba taa ya kwako, Yes. oh Lord, na kuna watu wanapatiwa nyota yao na wapatiwe hata taa Amen. ya kubebea mke wake, mume wake na watoto wake. Amina. Kama uko hapa na mume wako hayuko hapa, Yes. ndahoya thini wa moko maku Naomba katika mikono yako Ngai akuhe tawa wake. Mungu akukamilishe Ukiwa uko hapa na watoto wako wako pali, Yes. Mungu akupe taa Amen. ya watoto wako Amina. kwa jina la In Yesu. the name of Jesus. Amen. Kuna watu watabeba taa Yes.
za watu wao. Amina. Naika overwriter. Chairman, sasa naona kuna malaika amesimama hapo kwa huyo mzee mko na yeye. Amen. Writer, overwriter Q. Mwagi no. Ngai akuhe matawa meri. Amen. Tawa waku. Amen. Na wa mutumia waku Naika. Amen. Mungu amsaidie sana, na katika mikono nitazame, katika mikono yako Mungu amekupa taa. Amen. Ya mke wako. Amen. Na uende umwambie katika familia yao Mungu amemchagua. Amen. Naona wamezaliwa wakiwa watoto wengi, lakini naomba kuna nyota na taa naona imesimamia kwa mtoto wa 8. Amen. Mtoto wa 8. Amen. Kwao ni wangapi? Yeye ndio wa mwisho. Ndio nauliza kwao ni wangapi? Maana mimi naona watoto wa 8. Ni yeye. Yeye ndio wa 8. Basi Mungu amekupatia hiyo taa ya kwake. Amen. Mungu anakwenda kumtumia kwa njia kubwa. Jina la Yesu. Hivyo katika familia yao uende umwambie yeye ndiye amepatiwa taa. Amina. Ya familia yao na kupitia yeye. Amen. Giza na maafa na mahangaiko yanakwenda kufika mwisho. Amen. Ni. Oh yes. Wenda tuweke munene Wenyiye wathike utugatire ndwathike one muoyo iguru ni gikeno kiririria muno Jehova Ngai erire Adamu irio ciake arionaga na minoga ciothe na thigino duta no Niguetagwo. already Ngai niamuhe utheri wake. Amen. Amen. Sema amina. Amen. Na wewe pia kama hauna shaka. Yes. Ndahoya mbothe tawa waku wakane. Amina. Eni ikarathe muthuri nigetha ndukoe matawa mashange muriganetie. Sema amina nzuri. Amina. Kuna kitu bado na nitakirudia. Kuna watu wako hapa na wako sawa. Yes. Ukiwa uko sawa. Amen. Na mume wako hayuko hapa. Yes. Bwana kuaminie taa ya kwake. Ukiwa watoto wako wako bali. Bwana kuaminie. Amen. Taa. Oh yes. Ya watoto wako. Amen. Omera maandiko masho. Zaburi 119 kuanzia mstari wa 105. Neno lako Mungu. Huyu ni Daudi anaambia Mungu ati ya kwamba neno lako ni taa ya miguu yangu. Kanisa la Bwana, Bwana Yesu asifiwe. Taa lako Bwana. Taa yako Jehova. Neno lako ni taa Ya miguu yangu. ya miguu yangu. Soma tena pastor. Neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga katika njia yangu. Fikisha hapo kwa sababu nikumaliza na maliza. Oh yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Daudi anasema neno lako Ni Ni taa. taa. ni taa. Yes. miguu Ya yangu. miguu yangu. Ni taa ya miguu yangu. Aya, kazi kubwa sana ya miguu. Ni kutembea. Tembea. Sasa si unaona wewe umenijibu na mwili. Wewe umenijibu kulingana na vile unajua kwa mwili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndiposa sasa ndoto ikiotwa na mtu akiwa ndani ya roho itafsiriwa na mtu mwenye Roho. ako ndani Ya roho. Sasa mimi kwangu kazi kubwa sana ya miguu sio kutembea. Kazi kubwa sana ya miguu ni kupiga hatua. Yes. Na hatua ni maendeleo kwa maisha. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndiposa wewe unasema ni kutembea. Lakini kwa unajua kutembea ni gani? Hebu peana hii taa nikuonyeshe.
nataka uende zigzag, ukifika kule uingie. Sasa hiyo ndio kutembea, na njia nyingine ni kuzurura. Zurura hiyo ndiposa mnafanyishaga miguu yenu kuzurura. Hiyo ni kutembea. Sasa piga kona, sasa piga komona, zurura kabisa. Ndio yako Dagureti, ako Gikomba, wapi kwingine? Ndio huyo ako Embakasi, oikaranga ucio Marigiti, ucio Orosop, ucio riu erekeire Kangema. Sasa hiyo ni kutembea. Yes. Ndiposa unaona ya kwamba kila mtu yuko na miguu. Yes. Lakini miguu yake ni ya kufanya nini? Ndiposa unapata ya kwamba kuna mtu anatafuta kazi kutoka asubuhi na hapati, maana miguu yake ni ya kutembea. Ya kutembea. Lakini kwa kiroho na kwa ungu, kazi ya miguu ni hatua. Kupiga hatua. Na kila hatua ni maendeleo. Kile ambao haukuwa nacho, unapiga hatua. Na hayo hatua ni maendeleo. Amina. Najaribu kusema nini? Maisha ya watu wengi haina taa, haina mwanga, hivyo haina maendeleo. Mundu wanyita guoko iguru. Mtu aliyeshika inua mkono juu. Mundu wanyita. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Acha nirudie. Maisha ya watu wengi haina taa, haina mwanga, haina maendeleo. na haina maendeleo. Ndiposa watu ukiuliza mtu yakoba kutoka Januari umefanya nini, atakwambia ni gũthiĩ kũrĩa thiĩte. Kutembea nimetembea. Maana miguu yake ni ya nini? Ya kutembea. Lakini kwa ungu hakuna hatua yoyote. Hata moja amefanya nini? Amepiga. Sema amini. Na leo nataka nikuapishe. Na niapishe miguu yako. Ya kwamba kuanzia leo. Kutembea ni ya mifugo. Ero shoki gũthiĩ nĩ kwa mahiũ. Kwa mahiũ. Ndumu ine nyereke mura gũthiĩ nĩ kwa mahiũ. Kutembea ni kwa mifugo. Muthetera ũyũ gũthiĩ nĩ kwa mahiũ. Mwĩre gũthiĩ nĩ kwa mahiũ. Gũthiĩ nĩ kwa mahiũ. Gũthiĩ nĩ gwake. Kwa mahiũ. Kutembea ni kwa mifugo. Kila mwanadamu maisha yake sio ya kutembea. Yes. Na kuanzia leo nimekuapisha pamoja na miguu yako. Baba, katika jina la Yesu ninaapisha miguu ya kwao. Naapisha maisha yao. Kuanzia leo hawa sio wa kuzurura, sio wa kutembea tembea. Kuanzia leo kila dakika, kila lisaa, kila siku, kila wiki, kila mwezi, kila mwaka, maisha yake yajae hatua na maendeleo. Rudia hapo tena kwa hatua. Neno la. Liza mwenzako, wewe bado ni wa kutembea ama wewe ni wa hatua? Wewe bado ni wa kutembea ama wewe ni wa kuchukua hatua? Tumesema kutembea ni kwa kina nani? Ni kwa mifugo. Gũthiĩ kwa ng'ombe. Kwa sababu ng'ombe inatembea kama haina high focus. Amen. Amen. Hata ukiwa umeanika mahindi inapita juu kabisa. Sema amen. Amen. Hata ukianika maharagwe inafanya nini? Anakanyaga. Na ng'ombe ukimuuliza na kuambia ni gũthiĩ ndĩreka atĩa? Ni kwenda naenda. No, kila hatua ya mwanadamu. Hebu nijaribu kutafsiri vizuri. Kuna watu hii Nairobi na hii Kenya wanafanya kazi ngumu sana kwa mafanikio kidogo. Lakini kuna mtu ukiona ameingia kwa bafu ameoga, hiyo tayari ni pesa imeingia. Yeye hatangatangi, hazururi. Ukiona amegurumisha gari 1200 imefanya nini? Imeingia. Maana yeye ni mtu ana focus. Sema amina. Ni mtu ana focus. Akiamua naondoke, najua natoka hapa niende Nairobi mpaka duka fulani. Amen. Hivyo wao wakilala asubuhi ikifika, akienda kwa bafu, yeye sio kutembea. Kama vile wengi wetu tunafanya nini? Tunatembea. Yeye kila dakika yake iko na pesa. Halo? Kila risali moja ina pesa. Iko na nini? Pesa. Na wiki ina pesa. Na mwezi ina pesa. Na mwaka ina pesa. Ogogo msako mwambie ndio hatua. Hiyo ndio hatua. Mungu mwambie hiyo ndio hatua. Hiyo ndio hatua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivyo tumesema kazi kubwa ya miguu ni kupiga hatua. Kazi kubwa sana ya miguu ni kupiga hatua. Sio kutembea? Hapana.
Nani anasema kuanzia leo miguu yake sio ya kutembea? Miguu yake nani anasema ya kwamba miguu yake ni ya hatua? Amen. Asante, hiyo dosi mmekula. Na kwa sababu nimekuapisha. Amen. Hapa sasa nataka nikutabirie. Amen. Hakuna dakika hata yako moja itatumiwa na shetani. Yes. Hakuna lisaa hata moja yako itatumiwa na ibilisi. Natangaza hakuna mwezi. Yes. Hello? Hello. Kuna watu wanamaliza mwezi kama hawajaenda biashara. Hebu nikodole macho. Mwezi kama hajaenda wapi? Biashara. Lakini ukiona ameoga. Aguza tu mafuta kidogo hivi apake. Sema amen. Amen. Kili anaenda kupata. Yes. Kinamulipa miezi 6. Amen. Kinamulipa nini? Miezi 6. Maana yeye sio wa kutembea. Yes. Amen. Amen. Ukimwona hivi kwa kioo, yes. Is your neke? Imeingiana. Is your neke? Ni pesa. Is your neke? Oguo niguo ndahoya Ngai agotue. Amen. Ndahoya Ngai agotue. Bwana kutoe pale kwa kuzurura zurura. Miguu yako sio ya kuzurura. Yes. Ingekuwa tunalipwa na kilomita. Wewe ungekuwa milionea. Sana. Maana kwa mwaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa mwaka unatembeaga kilomita ngapi? Sema amen. Na kuna watu wengine hata ameajiriwa. Lakini wakati hayuko kazi bado anatumisha miguu yake kufanya nini? Kwa hatua. Hapana, kuzurura. Kuzurura. Badala atulie afanyishe akili zake kazi, bado anafanya nini? Zurura. Bado anazurura. Asioni wale amadhiaga dasi. Wala ni wale wanaenda disco. Usiku moja anatumia 10,000. Kabisa. Kelimo gekarigana na wakuruta tike. Kumbavu anasahau kwamba kuna kurudisha. Na maisha yake bado sio ya hatua. Na unajua kuna watu wameajiriwa na wanapata mshahara. Kabisa. Na bado maisha yao ni ya kutembea. Hakuna hatua hata kiitwa. Na bosi wake amuuliza, nimekupea mshahara miaka 3. Yes. Miaka 3. Na naona hii kiatu bado ndio uko nayo. Kile seja ya norangi. Sasa naona hata umeifanya ya brown. Umepaka dye ya brown. Maana umeona ya black inachoma umetembea nayo sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inua mikono sema kuanzia leo. Kuanzia leo. Maisha yangu sio ya kutembea. Maisha yangu sio ya kutembea. Maisha yangu ni ya hatua. Maisha yangu ni ya hatua. Na kile kitafanya maisha yako yafanyike ya hatua. Maana leo nikiwa nimeongozwa na neema ya Bwana na kuhakikishia taa. Amen. Otherwise nilikuambia. Yes. Mission yangu leo kubwa. Ni kukuhakikishia taa. Amen. Wacha nione wale watu tulikuwa na wao Wednesday nikawahakikishia taa. Kama ulikuwa hapa Wednesday nikakuhakikishia taa. Asante. Na hiyo taa kuanzia leo na hata kuanzia hiyo Wednesday. Amen. Kayabiria kufuata kimureke. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akatumia hiyo taa ya kwako ibadilishe maisha. Yes. Wacha nirudie mission yangu leo kubwa. Amen. Ni kuhakikishia. Amen. Watu wote taa. Amina. Sema amen. Amen. Getiriha. Nikimalizia. Nimesema kuna aina za taa. Amen. Aina za taa. Kuna mtu hana taa ya biashara. Oh yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nini hiyo kitu umeitafuta sana? Mungu muulize kwa nini umeitafuta sana? Kwa nini umeitafuta sana? Mungu mwambie kwa sababu taa imezimwa. Kwa sababu taa imezimwa. Lakini leo unarejeshewa. Amen. Leo unarejeshewa. Baba katika jina la Yesu mwana wa Mungu. Yes. Ninakuita mimi nabii wako. Yes. Asante kwa ajili ya neno lako. Amen. Ninaamini kuanzia leo. Yes. Yeyote amekubali Ebeneza kulipata na kulipokea neno lako Mesia. Kama vile Daudi anasema neno lako ni taa ya miguu yangu. Amen. Kuanzia leo hakuna kujikoa. Yes. Maana miguu yao Yes. umeweka taa. Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba na kushukuru. Amen. Yes. Sema amina. Amen. Mungu anasema nitabariki kazi Ya mikono yangu. eh? Ya mikono yangu. Lakini ni mikono ilikupeleka hapo kwa kazi. Hapana.
Jambo gani lilikupeleka? Ni miguu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivyo ni miguu inakupeleka wapi? Kwa kazi. Nayo Jehova anafanya nini? Bariki mikono. Nayo Jehova anabariki kazi ya mikono yetu. Amen. Na kwa sababu tayari kuna wingu la tatu nimeona likifunguka. Yes. Wewe ambao sasa hivi unatamani kukua na taa. Hata kabla uwakishiwe. Ya kiroho ianze kuwaka. Ya kiroho iwake. Ya kiroho iwake. Ili neno litimie siku hizo. Nitamwagia watu wote roho ya kwangu. Amina. Na watu wote wataota. Yes. Ndoto. Unajua ndoto ni aina moja ingine ya taa? Halo? Halo. Unajua ndoto ni aina ingine ya nini? Ya taa. Ukiwa umelala. Sema amen. Amen. Hebu funga macho ukiwa umefanya nini? Umelala. Ukiwa umefanya nini? Umelala. Lakini kwa sababu taa yako ya kiroho bado inafanya nini? Imewaka. Bado inawaka. Yes. Hapo ndio unaanza Amen. Sema amen. Amen. Hebu nisaidie na kitambaa hapo, kitambaa kubwa. Kwa sababu kwa nini tunaona vitu tukiwa ulimwengu wa ndoto? Oh yes. Kwa nini unaweza ukaona mchawi wako ukiwa umelala? Na kwanza unangorota. Sana. Sema amina. Amen. Aya, piga magoti hapa. Sasa huyo amelala. Lakini katika kulala, sema amen. Amen. Wakati anangorota. Yes. Kumbe taa yake iko wapi hiyo taa? Kumbe taa yake ya kiroho imewaka. Leta hapa mbele. Kumbe taa yake bado inafanya nini? Inawaka. Wakati taa inawaka, Yes. hapo ndio naona mtu mwenye huwa anataka kumuua. Oh yes. Halo? Halo. Huyu hata amejifunika. Yes. Amefanya nini? Amejifunika. Amejifunika. Lakini anaona huyu. Kabisa. Halo? Halo? Amelala. Lakini anaona baka vile wameenda kwa Karidei. Kabisa. Vile wamechukua nguo yake. Vile wanamwekea sumu. Sema amen. Akiwa amelala, Yes. anaota ndoto. Wakiwa ameenda kwa safari. Sema amen. Kidogo kidogo akasikia kwenda haja. Kabisa. Halo? Halo. Waliyekuwa karibu na yeye kwa ndoto anaona Yes. akimwekea sumu. Sema amina. Amen. Taa inafanya nini? Inawaka. Asubuhi ikifika lazima hey. Amuka. Na kuna ndoto nimefanya nini? Nimeota. Amuka sasa. Yes. Kuna ndoto Nimeota. yeye akifikiria labda ni ndoto hivyo tu. Baada ya miezi kama miwili, Yes. unasikia kwamba kumetangazwa kuna mahali watu wa kampuni wanaenda. Yes. Halo? Halo. Wanafanya nini? Wanaenda. Sasa ndio hao wanaenda. Wanaenda sherehe. Kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati tu wameenda, Yes. wakati tu wamekaa kwa meza, Yes. ile ndoto inakuja. Kabisa. Anaanza kuambia huyu Kai, najua Mungu ni wa ajabu. Niliota. Unaona hivi yote hii safari imekuja. Unaona hata vile tumevaa. Yes. Nilikuwa nimeota. Sasa anaambia rafiki yake ambao ni mzuri. Yes. Sema amen. Amen. Kukaa. Wanaketi kwa meza. Waekewe chakula. Waekewe chakula. Ndoto bado ndio hii. Alafu yeye anasikia Haja. kwenda kususu. Kwenda kufanya nini? Kususu. Sema amina. Amen. Wakati tu anaenda, Yes. malaika mwenye taa ya kwake Yes. anamfuata. Anamgogoga. Kwani haukumbuki ndoto? Haukumbuki ndoto? Hapo hapana. Hapana. Sema amina. Amen. Anarudi. Yes. Mambo ni magapi? Mawili. Amalize chakula kwanza. Yes. Alafu aende haja ndogo. Oh yes. Maana ile ndoto bado imewekwa katika memory yake. Kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivyo ndoto Yes. ni aina moja ya taa. Oh yes. Sema amina. Amen. Na hiyo bado nataka Mungu aifufue. Kama ndoto za kwako kuna watu walikamata ili usiwaone. Wanapokuroga na kurejesha taa ya ndoto. Amina. Hey. Anakurejesha Ndoto. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mtu aliniambia kitu. Najua ako hapa ataisikia. Sema amen. Amen. Kaniambia huyu Mungu anamsagaza sana.
Maana kila wakati mume wake akimwambia hana pesa, jambo la kwanza yeye hapigi, apingi ya kwamba hana. Lakini akilala. Akilala. Sema amen. Taya ndoto inamwambia kagwa ni harire. Ati kwa ndoto anaona vizuri vile amenyemera vizuri. Sema amen. Amen. Na kufika kwa ndoto inamwambia angalia kwa gumboot. Sasa sasa ni wakati wa jua. Si ni kweli? Na wakati wa jua gumboot weko wapi? Chini ya kitanda. Madhani tima kofo mbura ya iroka mwekera na rere riũa rĩa neneho kamuikia rungu rwa rere. Hivyo sana sana gumboot weko wapi wakati wa jua? Chini ya kitanda. Sasa hii tai inamwambia angalia kwa gumboot. Akienda kuchukua gumboot moja nasikia ni nzito kuliko ingine. Sema amen. Amen. Sasa ama ni panya. Anagoga kugoga kahofa kega ka beshari. Gageka atia. Anachomoka. Sema amen. Amen. Sasa tayari amejua ena pesa kadari. Ako nazo. Halo. Hello. Siku ingine naambia mume wake na tafadhali ndeigwa fatalite ngiri 3 muna undeithie. Nahitaji 3,000 nisaidie. Mume wake akimwambia hana, naye huyu mama anamwambia nawe utajua. Yes. Mungu wangu ni nani? Ndio mutumia yake hoiga. Ngai tole otoire muoyo. Baba katika jina la Yesu. Akikorwa na shona danahe. Ikiwa na pesa na hajanipa. Otomebea. Sababisha panya. Ya ngiri 3. Achukue 3,000. Wewe si abea no, bea newe. Panya ni yeye. Agathie. Anaenda. Hapa kuna kitu nataka uelewe. Yes. Akichukua 3,000, hakuna wakati mume wake atamgombanisha maana si uliniambia hauna. Hauna. Sasa hiyo niambia imechukuliwa imetoka wapi? Halo. Halo. Liwa na gamuthuri aingira bedroom. Mzee anaingia pale bedroom. Agacoka ibete o ta driver wa mugithi. Anatoka kama amefura kama driver wa. Ino njuraga mundu ni. Mimi naweza uwa mtu. Kamuria itha wake mori. Baba fulani. Tari nike wona bedroom. Ni nini umeona bedroom? Ni okuria dikoria. Sikuli. Na kera mundu ngero. Naweza kata mtu. Akorio niki. Anaulizwa ni nini? Wekere ya kukehuti. Kuna kitu yako imeguswa? Na kuza mundu. Kata mtu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo mtumia na watu wekake. Kuna watu walikamata maondo ya kwenyu ili msijue wanapompakia. Lakini leo nasema leo kama vile Jehova aishivyo milele, weka mikono yako juu. Nasema taa ya ndoto. Taa ya ndoto. Taa ya ndoto. Yakishwe. Amen. Na kuanzia leo ujue wanaokutenda mazuri na wanaokutenda mabaya. Mungu asichelewe kukujulisha yale yako mbele yako. Na neno litaendelea. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Kila mmoja aliye hapa na wale wanatutazama wakiwa mbali anatamani umwakishie taa. Baba wa mbinguni, walioona tunaweza tukaenda mbali. Walioona Baba wa mbinguni taa ya kwetu inaweza ikamulikia. Family mzima wakazima taa ya kwetu na wakaifundika. Yeyote Baba wa rehema amekubali kulipata neno lako. Ninatangaza Baba wa mbinguni nikiwa nabii ya kwamba arejeshewe taa ya kwake. Walioimba taa ya kwake waachie jina la Yesu. Maisha ya giza ifike mwisho. Maisha ya kupapasa papasa yafike mwisho. Tuakishie taa. Na taa ya kwetu imulikie watu wengi. Kwa jina la Jehova. Fuata neno lako ukalitimize. Kwa jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Sema amina.